Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na sehemu ya 5 siku ya leo ya simulizi yetu inaitwa Taratibu Nitazoea, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 4. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, pale ambapo tulikuwa tumeishia ilikuwa ni pale ambapo bado tuko ndani ya siku 9 zilizopita, ambapo bidada Paulishazi alikuwa amefanikiwa kupata kazi katika kampuni kubwa tu ya Tan Telecom, na kwa bahati nzuri alikuwa amepewa na sehemu ya kuishi ambako kulikuwa na kijana Stani alikuwa anaishi hapa pia. Mazoea kati ya Paulishazi pamoja na Stani yalikuwa ni makubwa mno kwa hizi siku 5 ambazo alikuwa amehamia hapa, na mpaka Stani amemtafutia dawa mamake na Pau kwa ajili ya kumkanda katika mwili wake uliopooza baadhi ya viungo. Kilichoendelea niko nacho hapa katika sehemu ya 5 siku ya leo. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Ilikuwa ni kama kawaida tu, msikilizaji. Unasikika mziki kutokea kwenye chumba cha jirani mlevi, lakini kutoka saa 4 za asubuhi jirani haonekane kabisa akiwa anatoka nje, wala haisikiki sauti yake pia. Paulishazi pamoja na mama yake wako sebuleni wanazungumza ile na lile. Paulishazi anahisi Stani alikuwa ameshatoka kwenda kutembea, lakini sasa anajipatia moyo kwamba atarejea mapema kwa ajili ya kumsinga mama yake. Nasi alisema kwamba hatoki huyo mtu ama. Alikuwa anawaza pale Paulishazi wakati fulani alipotoka nje na kwenda kushughulia mlango wa Stani kama uko wazi, lakini hakukuwa na dalili ya mtu katika mlango huo. Paulishazi pamoja na mama yake walitengeneza chakula cha mchana, wakala, na walipomaliza wakaanza kujadili kesho wakamtembelee baba yake Pau kule Kibaha gerezani. Japo mawazo ya Paulishazi yote yalikuwa kwa Stani, akiwaza ni kwa nini alikuwa amedanganya kwamba hatoenda popote, lakini sasa alikuwa ametoka. Wa kwanza kabisa kupitiwa na usingizi alikuwa ni mama yake na Pau, akifuatiwa na Paulishazi mwenyewe, wakigawana sehemu za kulala. Wakati Pau amelala chumbani, mama yake alikuwa amelala sebuleni. Majira ya saa 1 kasoro za usiku ndio muda ambao mama Pau aliamka na kumwita Paulishazi, ambaye pia alistuka kutokea kwenye usingizi na kuelekea sebuleni, na huku alikuwa amevaa gauni la kulalia tu, na harufu ya chakula ilikuwa inasumbua pua zake. Yaani kusema kweli kabisa sijawahi kulala mchana kiasi kama hiki mama. Yaani toka nimelala saa 9 za alasiri mpaka saa hivi saa 1 za usiku kweli. Alikuwa anazungumza pale mama yake na Paulishazi. Pengine itakuwa ni dawa ya yule mlevi mama. Hivi itakuwa inasaidia kweli? Alikuwa anauliza pale swali Paulishazi, ambaye anajikuta alikuwa anaingiwa na unyonge kiasi fulani. Lakini jamani Pau mwanangu, usimwite mtoto wa watu mlevi. Kwa nini asiwe mlevi mama? Mtu alisema kwamba leo atashinda hapa nyumbani tu, hatoenda kokote. Lakini ameshindwa kabisa kuvumilia. Huyu ameondoka zake. Sasa kama sio ulevi ni kitu gani? Alikuwa anazungumza pale Paulishazi akionyesha kama vile alikuwa amechukia. Ameenda wapi kwani? Na wewe usikia harufu ya chakula? Mwenzako amekumbuka hata kupika. Wewe umelala tu muda wote. Alikuwa anazungumza pale mama yake na Paulishazi, na hapo Paulishazi anarejea wanafahamu sasa. Ngoja kwanza. Alikuwa anazungumza pale Paulishazi kama vile alikuwa anaashiria ugomvi, na huku alikuwa anafuata mlango bila kukumbuka kwamba alikuwa amevaa kijigauni cha kulalia kifupi tu. Mama yake analiona hilo na anajaribu kumzuia. We Pau, unakwenda wapi sasa mwanangu? Alikuwa anauliza pale swali mama yake na Paulishazi, lakini alikuwa ameshachelewa kwa sababu tayari Paulishazi alikuwa nje ya chumba na alikuwa anafuata mlango wa chumba cha jirani, ambako kwa sasa ukiachilia mbali harufu ya chakula, lakini pia kuna mziki ambao ulikuwa nasikika kwa sauti ya juu kabisa. Paulishazi anagonga mlango, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa anaitikia.
Anagonga tena kwa mara ya pili, lakini bado hakuna mtu ambaye alikuwa anaitikia. Anajaribu kufunga mlango na unafunguka kweli. Anaingia ndani, lakini hakuti mtu yote ule. Ila anakuta chakula kipo jikoni, chupa ya waini mezani, kompyuta ilikuwa wazi pamoja na muziki ulikuwa unaendelea kutwanga tu, na walikuwa wanaonyesha video kwenye TV. Sauti ya maji inasikika kutokea bafuni ikiashiria kwamba kuna mtu alikuwa anaoga. Na Oskuti alikuwa amejifungia tu anaangalia video za ngono kwenye kompyuta. Alikuwa anazungumza pale Paulishanzi na huku alikuwa anasogea kompyuta mezani na kutazama kwenye kioo. Paulishanzi anajikuta alikuwa anatabasamu. Ilikuwa ni mara baada ya kuona picha yake ilikuwa juu ya kioo cha kompyuta. Ilikuwa ni picha ambayo alikuwa amepiga wakati wa mahafali yake huko chuoni mkoani Dodoma. Alishawahi kuipandisha katika mtandao wa Instagram wakati ule ambao alikuwa na simu nzuri ya kisasa. Kwa sasa hapa alikuwa ananiangalia mimi. Alikuwa anazungumza pale Paulishanzi kwa sauti ya chini kabisa, na huku alikuwa anakaa kwenye kochi na alikuwa anaanza kutazama picha 2-3 za kwenye akaunti yake ya Instagram. Wakati anafanya hivyo, mara akasikia mlango wa bafuni ulikuwa unafunguliwa, na yeye aligeuka na kutazama mlango wa bafu. Paulishanzi anatoa macho kwa mshangao sana na kumtazama Stani ambaye alikuwa uchi kama alivyozaliwa. Hata sijui ilikuwa ni kwa sababu gani, msikilizaji, lakini Paulishanzi ambaye mpaka anatimiza miaka 22 kwenda wa 23 alikuwa hajawahi kabisa kumwona mwanaume akiwa hivi mbele yake kama ambavyo alikuwa anamuona Stani siku ya leo. Hata zami sehemu nyingine Paulishanzi, zaidi macho yake yanaganda katika sehemu ile ambayo aliweza kuona dudu refu kiasi lilikuwa limeinama chini katika usawa wa paji la kulia, katika muonekano wa ugeni machoni pa msichana huyo mrembo ambaye badala ya kuziba uso yeye anaziba mdomo. "We Paulishanzi, mbona sasa hujapiga hodi?" Alikuwa anauliza pale swali Stani kwa kustuka, na huku alikuwa anajiziba sehemu zake nyeti kwa mkono wake wa kulia na mkono wa kushoto. Japo haikusaidia kitu kwa sababu mkono ulikuwa ni mdogo, huku mkono wa kulia alikuwa anachukua taulo juu ya kochi na kujifunika sehemu nyeti. Na wakati huo ndio wakati ambao Paulishanzi alikuwa anakumbuka kuziba uso wake. "Samahani, sikuwa najua kama utatoka hivyo." Alikuwa anazungumza pale Paulishanzi kwa sauti ambayo ilikuwa na aibu nyingi. "Sasa ningetoka vipi na wakati sikujua kabisa kama wewe upo humu ndani?" Alikuwa anauliza pale swali Stani ambaye alikuwa anajifunga taulo vizuri. "Nilipiga hodi lakini hukuitikia. Sasa mimi ningefanyaje?" Alikuwa anazungumza pale Paulishanzi na huku alikuwa anaondoa mikono usoni mwake bila kuambiwa, kwa maana kwamba hata baada ya kuziba uso wake bado alikuwa anamuona Stani vile vile. "Okay, sawa basi, hakuna shida. Ulikuwa unasemaje?" Alikuwa anauliza pale swali Stani ambaye ni kama vile hakupenda jambo hilo, na huku alikuwa anachukua joho la kulalia na kulivaa juu ya taulo. "Nilikuwa nimekuja tu kukuambia kwamba mama anakuita kwenda kumsinga." Alikuwa anazungumza pale Paulishanzi kwa sauti ya upole iliyokuwa na aibu nyingi, na huku alikuwa anatazama chini akishindwa kabisa kumtazama Stani usoni. "Sawa, mwambie tu kwamba nakumbuka. Sema nilikuwa namalizia kwanza kupika ndio nije." Alikuwa anazungumza pale Stani, sauti yake ikianza kuchangamka sasa. Paulishanzi anainua tena uso wake na kumtazama Stani. Anamwona alikuwa anasogea sehemu ambayo ilikuwa na mafuta ya kupaka. "Na kumbe umeshapika kabisa eh? Vipi, umetuhesabia na sisi au?" Alikuwa anauliza pale swali Paulishanzi, na huku alikuwa anacheka mwenyewe. "Ya, usijali kabisa juu ya hilo. Mimi najua vizuri kabisa kwamba wewe hupende kupika. Kwa hivyo nimeshawahesabia pia kwenye mlo." Anazungumza pale Stani kwa sauti ambayo ilikuwa na utani, na huku alikuwa anaacha kicheko laini. Paulishanzi anajinunisha kidogo, na huku alikuwa anatoka nje ya chumba na kufunga mlango. Anaelekea chumbani kwake, na huko njiani alikuwa anacheka peke yake, na hata anapoingia ndani mama yake anagundua hali ya kicheko cha binti yake. "Hivyo ulikuwa umeelekea wapi we Pau?" Alikuwa anauliza pale swali mama yake ambaye ni kama vile alikuwa amekasirika hivi.
Sasa mama, unakasirika kitu gani wakati nilikuwa nimekwenda kumwambia Stani aje akusinge? Alikuwa anazungumza pale Paulishanzi, na huku alikuwa anakwenda moja kwa moja kukaa kwenye kingo ya kochi ambalo mama yake pia alikuwa amekaa. Sasa ndo uende kama hivyo kweli kabisa Pau? Huoni kama unamletea shida mwenzako huko? Ujue kwamba ni mwanaume yule, tena sio kaka yako yule. Alikuwa anazungumza pale mama yake na Pau na kumfanya Pau angwe kicheko. Yaani mama, ungejua kile ambacho amenifanyia huko sasa, we mwenyewe ungemzibu wa makofi. Alikuwa anazungumza pale Pau, na hapo sasa akamwondoa mama yake kwenye hasira na kumleta kwenye shauku. We Pau wewe, ni kitu gani kilichotokea? Alikuwa anauliza pale swali mama Pau kwa sauti ya shauku. Hata sio nianzie wapi mama kukusimulia, maana naona aibu. Alikuwa anazungumza pale Paulishanzi, na huku alikuwa anacheka mwenyewe na kumfanya mama yake kuingiwa na mashaka. Ina maana kwamba amekubusu ama? Hii mama, na wewe ndio kitu gani sasa? Anibusu kwa nini nani yangu? Sasa kimetokea kitu gani mwanangu, mbona uniambii? Alikuwa anauliza pale swali mama Pau, akionyesha kwamba alikuwa na shauku ya kusikia ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea. Mwenzako si nimepiga hodi sana pale mlangoni, lakini yeye hajasikia. Nikaingia ndani kabisa, na kumbe yeye alikuwa bafuni. Nikachungulia kompyuta yake, nikaona kumbe alikuwa anatazama picha zangu kwenye mtandao wa Instagram. Alikuwa anasimulia vile Paulishanzi, na huku mama yake alikuwa anamsikiliza kwa shauku. Sasa wakati mimi niko busy tu na kompyuta, si ndio nikamwona alikuwa anatoka bafuni, na hakujua kabisa kama mimi nilikuwa mlenda. Wewe Paulishanzi wewe. Alikuwa anadakia vile mama yake na Pau bila hata kumwacha mtoto wake amalize kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka kuzungumza. Na alikuwa anazungumza kwa sauti ya chini, na kabla hata hajaendelea kuzungumza, wakasikia vishindo vilikuwa vinakuja katika upande wa mlango wa chumba chao. Wote walikaa kimya, huku Paulishanzi alikuwa anasogea mlangoni na kuenda kufungua mlango. Alimuona Stani akiwa amevaa bukta pana pamoja na t-shirt, na hakuwa amebeba kitu chochote. Dada Pau, nenda basi kapakue chakula wakati mimi namsinga mama. Cha kwangu kibakisha umo kwenye sufuria. Alikuwa anazungumza pale Stani wakati anaingia ndani, na Paulishanzi akiwa mwenye tabasamu la aibu. Ni kweli kabisa alitoka na kwenda chumbani kwa Stani. Stani anamsalimia mamake na Paulishanzi, na kisha wanaanza zoezi la masaji ambalo lilichukua dakika kama 25, huku tayari Paulishanzi alikuwa ameshaleta chakula. Lakini ilikuwa ni sahani moja tu, na hakuna ambaye alikuwa ameuliza, kwa sababu alikuwa anahisi kwamba Paulishanzi alikuwa hataki kula jioni ya leo. Ni kweli kabisa baba. Ikiwa hivi kwa siku 7 kama ambavyo ulikuwa umezungumza mchana, najiona kabisa sio tu nitakuwa nimepata nafuu, bali naweza kuwa nimepona kabisa, kwa sababu kusema kweli kabisa najisikia tofauti kabisa toka mchana. Hata ganzi imepungua kidogo katika mwili wangu. Yaani mchana nimepata usingizi mzuri sana, kitu ambacho hakijawahi kabisa kutokea. Alikuwa anazungumza pale mama Pau kumpatia shukrani Stan. Ni kama tu nilivyokueleza mchana mama, hii dawa ni nzuri sana. Alikuwa anazungumza pale Stan, ambaye mpaka dakika hii alikuwa bado hajalewa. Lakini pole sana kwa muda wako mwanangu, kwa sababu umeshindwa kabisa hata kwenda kutembea leo. Wala usijali kabisa juu ya hilo mama. Hata kama nitakuwa nimepata dharura, lazima tu nitahakikisha kwamba nafanya majukumu yangu vizuri. Natamani kuona mama unarudi katika hali yako ya kawaida. Alikuwa anazungumza Balestani. Lakini sasa baba, kesho nitaomba iwe mapema kidogo, kwa sababu tutakuwa na safari ya kuelekea Kibaha kwenda kumtazama baba Pau. Muda wa kuwatazama kule huwa unakuwa ni mapema sana. Alikuwa anazungumza pale mama Pau. Na kumbe siku hizi zote mzee yuko Kibaha mama. Vipi, amelazwa anaumwa au? Alikuwa anauliza pale swali Stani, ambaye sasa alishangaa kuona mama pamoja na mwanae walikuwa wanatazamana, ni kama vile haikuwa ni dhamira yao kumweleza.
Nitakueleza baadaye, Stani. Ngoja kwanza mama amalize kula. Mimi nakuja kula huko huko kwako. Alikuwa anazungumza vile Paul Shanzi bila kumtazama Stani, na sio kwamba Paul Shanzi alimshangaza peke yake Stani ambaye alijikaza tu, lakini pia alimstua zaidi mpaka mama yake mzazi ambaye alikuwa anashangaa ni vipi Paul Shanzi anasema kwamba anakwenda kula huko huko kwa Stani. Mama Pau anamtazama Stani kuona atatoa jibu gani, lakini Stani anaonekana kuchukulia kawaida tu. Basi sawa dada Rishazi. Wakati mwingine basi kumbuka kugonga mlango. Alikuwa anazungumza pale Stani kabla hajatoka na kufunga mlango, akimwacha Paul Shanzi alikuwa anacheka mwenyewe. Eti Rishazi. Jamani, kuna watu wakorofi sana. Alikuwa anazungumza pale Paul Shanzi na huku alikuwa anachukua maji ya kunawa na kumsogezea mama yake. Hivi Pau mwanangu, unajiamini kitu gani kwenda kula kwa huyo kijana? Watu wenyewe wanajua kabisa kwamba hamshauriwi kugombana nyinyi. Alikuwa anauliza pale swali mama Pau na huku alikuwa ananawa tayari kwa ajili ya kula. Lakini mama Wesu alisema kwamba ni wanae karibu wewe ili kusudi niweze kumbadilisha, naye anashinda tu nyumbani ama. Alikuwa anazungumza pale Paul Shanzi kwa sauti ya kumshanga mama yake. Paul Shanzi. Ni sawa ndio, lakini sasa mimi namuona mtu ambaye hana matatizo yote yale mama. Alafu nataka tu kwenda kudoya kompyuta yake kuingia mtandaoni. Niangalie tu picha Instagram basi. Alikuwa anazungumza pale Paul Shanzi kumkatiza mama yake kabla hatajamaliza kile ambacho alikuwa anataka kuzungumza. Ni kama vile alikuwa anahisi mama yake alikuwa amehisi jambo tofauti. Majira ya saa 1 za usiku, wakati inakaribia kuingia saa 2, tayari bidada Paul Shanzi alikuwa ameshamsaidia mama yake kuoga na kisha akamsaidia kupanda kitandani, na yeye sasa alitoka nje na huku alikuwa amevaa kigauni chake kifupi chepesi cha kulalia. Na kwa bahati mbaya Paul Shanzi hapendi kabisa kuvaa sidiria akiwa nyumbani mwao, kwa sababu maziwa yake alikuwa yana uwezo wa kujitegemea bila msaada wa sidiria. Anafunga mlango na kuelekea kwenye mlango wa chumba cha Stani, ambako sasa unasikika muziki laini kabisa, tena kwa sauti ya chini. Anagonga mlango mara 2. Nani? Inasikika sauti ya Stani ikiuliza swali kutokea ndani. Hata sio ni kwa nini msikilizaji, kwa sababu swali hilo linafanya Paul Shanzi apandwe na ghadhabu na kufungua mlango kwa hasira pale pale. Kama kuna mgeni mwingine ambaye ulikuwa unamtegemea si ungeniambia tu. Eti unauliza swali mimi nani? Alikuwa anazungumza pale Paul Shanzi ambaye anashindwa kuendelea kuzungumza mara tu anapomwona Stani akiwa amekaa juu ya kochi amevalia kikaptula kifupi sana kama boxer na kifua kilikuwa wazi, hajavaa t-shirt yoyote ile. Mbele yake mezani kulikuwa na kompyuta mpakato ambapo ilikuwa Instagram, lakini sasa ilikuwa kwenye akaunti za michezo, lakini pia zinaonekana chupa 2 za waini. Moja ilikuwa imebaki robo huku nyingine ilikuwa bado haijafunguliwa. Glasi ya waini ilikuwa katika mkono wake Stani. Samahani Precious, lakini hakuna mtu akuja hapa. Ila unajua tu kwamba hapa Dar es Salaam hutakiwi kabisa kujiamini unaposikia hodi saa za usiku kama hizi. Alikuwa anazungumza Stani kwa sauti ya upole na huku alikuwa anasogea pembeni ili kusudi kumpisha Paul Shanzi na yakae. Paul Shanzi anatazama sehemu ambapo alikuwa anatakiwa kukaa. Anaiona ilikuwa ni sehemu ndogo, ukichukulia kwamba alikuwa amejaliwa hipsi pamoja na makalio makubwa, japo sio sana. Anatazama kitanda ambacho ndio sehemu pekee iliyokuwa na nafasi. Lakini sasa inakuwaje akae kwenye kitanda tena chumbani kwa mwanaume? Hapo sasa Paul Shanzi anatazama tena na kisha anatazama kwenye kochi. Ni kama vile alikuwa anaogopa kukaa karibu na huyu kijana, ukizingatia kwamba ule uvaaji wa kitandani ulikuwa unamtatanisha pia. Ni kwa nini unasema kwamba samahani wakati mimi ndio mwenye makosa? Alikuwa anauliza pale swali Paul Shanzi na huku alikuwa anageuka katika upande wa meza ya jiko. Ni kwa sababu sitaki kabisa ni kuudhi Paul Shanzi, maana wewe ndio pekee uliyebakia. Alikuwa anazungumza pale Stani kwa sauti ya utulivu kabisa na ya upole.
Pauli Shanzi ambaye sasa alikuwa ameshika sahani kwa ajili ya kuweka chakula anamtazama Stani kwa macho ya mshangao na tabasamu kwa kile ambacho alikuwa amezungumza. Ni kivipi wanasema kwamba mimi ndio pekee niliyebakia? Na isitoshe mimi na wewe tumefahamiana juzi tu hapa. Alikuwa anauliza bali swali Pauli Shanzi, na huku alikuwa anamtazama Stani ambaye anashusha pumzi ndefu na kisha anazungumza. Una jambo la kunieleza? Ni vizuri kama ukaachana nalo kwanza. Utalifahamu siku za mbeleni. Alikuwa anazungumza pale Stani, na hapo Pauli Shanzi akaona itakuwa ni vizuri akamsikiliza Stani ambaye ni kama vile alikuwa ameshaanza kuelewa. Pauli Shanzi anachukua chakula na kwenda kukaa kwenye kochi pale ambapo alikuwa amekaa Stani. Akaanza kula na huku alikuwa ameshikilia sahani yake, na huku alikuwa amekaa kiuoga, ungesema kwamba alikuwa amekaa na baba mkwe wake. Wala upasu kabisa kuwa na wasiwasi Pauli Shanzi. Na ni vizuri kama ukiona mimi ni mtu wa kawaida tu, kwa sababu mimi na kuchukulia wewe ni wa pekee uliyebakia. Alikuwa anazungumza pale Stani na kumfanya Pauli Shanzi kuachia tabasamu pana lililojaa aibu. Ukweli ni kwamba Pauli Shanzi alikuwa anajisikia raha ya ajabu alipokuwa anaitwa Lishanzi. Na ilikuwa ni matamanio yake ya siku nyingi sana. Alikuwa anatamani sana kuitwa Lishanzi kama ambavyo Stani alikuwa anapenda kumuita, lakini kila mtu alikuwa anamuita Pau, japo kwa jina hilo ndilo ambalo alikuwa analitumia katika mitandao ya kijamii. Pauli Shanzi anaweka sahani mezani na kuendelea kula. Stani anainuka kutoka kwenye kochi ambalo alikuwa amekalia. Kwa macho ya wizi Pauli Shanzi anatazama sehemu ya mbele ya bukta. Anaona mdudu wa kijana huyo ulikuwa umefura kwa hasira. Akajua kabisa kwamba kijigauni chake ambacho alikuwa amevaa ndicho kilikuwa kimeleta hiyo shida. Pauli Shanzi anaingiwa na wasiwasi kidogo. Anamtazama kijana huyu kwa mashaka. Anamwona alikuwa anasogea kwenye kabati dogo pale pembeni. Anatoa chupa ya maji safi kabisa na anakuja nayo mezani, na huku dudu ilikuwa imesimama vile vile. Pauli Shanzi naye anazuga kama vile hamtazame na kuendelea kula tu chakula. Karibu Lishanzi. Lakini pia unaweza kutumia waini. Na kama unapenda movie basi nikuwekee. Ama kama unapenda mziki basi nakuwekea mziki ambao unahitaji. Alikuwa anazungumza pale Stani, na huku alikuwa anaweka maji mezani karibia na sahani ya Pauli Shanzi. Asante, wala nisikusumbue. Lakini tu naweza kusema kwamba nimefurahi kuwepo hapa. Alikuwa anazungumza pale Pauli Shanzi, na huku alikuwa anaendelea kula. Kimya kinatawala. Wanazungumza mara chache sana, na huku kila mtu alikuwa anawaza jambo lake kichwani juu ya uwepo wao wote pale ndani. Wakati anachowaza Stani hatukijui kilikuwa ni kitu gani. Pauli Shanzi yeye alikuwa anawaza mwisho wa matamanio ya kijana huyu utakuwa ni upi, ambaye mara kwa mara bukta yake ilikuwa inaonekana wazi kabisa kwamba imetuna, kwa maana kwamba dudu ilikuwa inakosa utulivu. Pauli Shanzi anamaliza kula na kuweka sahani kwenye meza ya jiko, na kisha anakaa kwenye kochi. Samani kaka Stani, nilikuwa naomba nitumie kompyuta yako mara moja. Nataka kuingia kwenye mtandao kuangalia Instagram yangu. Alikuwa anazungumza pale Pauli Shanzi, na hapo Stani anamtazama Pauli Shanzi kama vile kuna jambo alikuwa anajiuliza. Vipi, kwani ulisahau kuweka bando kwenye simu yako ama? Mimi nilikuwa na salio kidogo hapa, naweza nikakutumia ukajiunga bando. Alikuwa anazungumza pale Stani, na huku alikuwa anachukua simu yake mezani. Hapana Stani, kwa sasa sina simu kubwa. Alikuwa anazungumza pale Pauli Shanzi. Pole sana Lishanzi. Bila shaka naamini kabisa kwamba utaipata nyingine hivi karibuni. Unaweza kutumia tu, tayari nimeshaunga kwenye internet. Alikuwa anazungumza pale Stani, na huku alikuwa anaendelea kunywa waini yake taratibu. Hapo sasa mara moja Pauli Shanzi anaingia kwenye akaunti yake ya Instagram. Anaanza kuikagua na kusoma komenti za watu ambazo nyingi zilikuwa zinampatia pole. Pauli Shanzi anatazama picha za zamani ambazo alikuwa anapiga akiwa katika maisha mazuri. Machungu makubwa yanampata moyoni Pauli Shanzi, hasa pale ambapo alikuwa anaziona picha ambazo alipiga na kina Alfonsi kipindi ambacho alikuwa amekuja kwao akitokea Songea kwa ajili ya kuomba msaada.
naye anazitoa kabisa kwenye akaunti yake. Samahani kaka Stani, naweza nikaonja waini kidogo? Alikuwa anauliza pale swali Paul Shazi kwa sauti fulani ya chini na kicheko cha aibu. Alikuwa anaamini kabisa kwamba anaweza kuondoa mawazo na machungu kwa kunywa waini kidogo. Kwani nawe pia huna kunywa waini Shazi au? Umesema kwamba kama nitakuwa nataka kujaribu nikwambie au? Alikuwa anazungumza pale Paul Shazi, na hapo sasa Stani anainuka na kwenda kuchukua glasi, huku Paul Shazi macho yake alikuwa yabanduke kwenye bukta ya kijana huyu. Stani anamwakia Paul Shazi waini, na Paul Shazi anaanza kuinywa taratibu, na huku alikuwa anaendelea kuperuzi mtandaoni kupitia ile kompyuta ambayo alikuwa anaamini kabisa kwamba haikuwa ni ya kwake bwana Stani. Kimya cha sekunde chache kinapita. Mazungumzo yalikuwa ni machache tu. Wanazidi kunywa waini tu, na huku kila mtu alikuwa anawaza jambo lake kichwani. Stani hakujua kabisa kama mwenzake alikuwa anapitia machungu makubwa vile ambavyo alikuwa anatazama picha mtandaoni. Paul Shazi ambaye alikuwa ameanza kuhisi uzito wa macho yake anamtazama Stani na kisha kuzungumza. Kaka Stani, hebu mtazame baba yangu. Alikuwa anazungumza pale Paul Shazi, na huku alikuwa anageuza kompyuta kuelekea upande ambao Stani alikuwa amekaa. Stani anatazama. Ni kama sura yake sio ngeni sana, ila mchana niliona watu wengi sana wamekopatia pole. Ni kwa sababu gani? Alikuwa anauliza pale swali Stani, ambaye ni kweli kabisa alikuwa ameshachungulia akaunti ya huyu bidada na kuanza kusoma komenti zote kwenye picha. Paul Shazi anavuta kamasi kama mtu ambaye alikuwa analia, na kisha anazungumza. Kusema kweli kabisa kaka Stani, katika maisha yako ogopa sana walimwengu. Nafikiri kwamba hata wewe mwenyewe pia wanaona picha zangu. Alikuwa anazungumza vile Paul Shazi kabla hajaanza kusimulia kilichoikuta familia yao, huku baba yao mzee Leonard akiisha gerezani huko Kibaha akidaiwa pesa shilingi milioni 450 za Kitanzania. Lakini sidhani kama tunaweza kumwacha baba afungwe kwa ajili ya milioni 450. Alikuwa anazungumza Palestine kama utani, na hapo Paul Shazi akamtazama kijana huyu kwa macho ya mshangao, kwa sababu vile ambavyo alikuwa anahitaji hiyo pesa, ungesema kwamba labda alikuwa anaizungumzia shilingi 15,000, kwa sababu hakuwa anafanana kabisa hata na 100,000. Utakuwa umeshalewa wewe Stani. Hivyo umesikia vizuri kweli kile ambacho nimezungumza? Nimesema kwamba shilingi milioni 450. Alikuwa anazungumza pale Paul Shazi kwa sauti ya msisitizo. Labda kama wewe ndio utakuja nisikia vizuri ile Shazi. Nimesema hivi, hatuwezi kabisa kumwacha baba gerezani kwa ajili ya milioni 450. Alikuwa anazungumza Palestine kwa sauti ya utulivu kabisa kama tu alivyozungumza mwanzo. Paul Shazi anamtazama kwa sekunde chache na kisha anaangua kicheko kikali, kwa maana kwamba alikuwa anaona kabisa Stani alikuwa anafanya masiara katika kitu serious. Paul Shazi anacheka na huku ananyanyua miguu juu na kuitikisa kama anakimbia ama kama mtu ambaye alikuwa anaendesha baiskeli, kiasi cha kusababisha gauni lake lipande juu na kuacha wazi mapaji yake manono. Lakini yeye hakulizingatia hilo kwa sababu ya glasi moja ya waini ambayo tayari alikuwa ameshaimaliza. Hivi kaka Stani, umeshakunywa chupa ngapi mpaka sasa? Alikuwa anauliza pale swali Paul Shazi, na huku bado alikuwa anaendelea kucheka, kiasi kwamba Stani ambaye alikuwa anashangaa mapaja maneno ya Paul Shazi akajikuta naye alikuwa anaanza kucheka pia. Kwa nini Shazi jamani, pesa si zipo tu ama wenye nazo wanaonekana vipi na wasiokuwa nazo wanaonekana vipi? Alikuwa anauliza pale swali Stani, na huku alikuwa anacheka taratibu. Tuache kwanza hayo basi. Anazungumza pale Paul Shazi, na huku alikuwa anamaliza kicheko chake, lakini hakuwa ameweka sawa nguo yake ambayo ilikuwa imepanda juu karibu kuonekana chupi yake ama mtono wa kitumbua pia. Mimi sidhani kabisa kama nitakuwa na kisa kizuri cha kukusimulia. Alikuwa anazungumza pale Stani, na huku alikuwa anafungua chupa ya pili ya waini na kuweka kwenye glasi ya Paul Shazi,
na kisha akaweka na kwenye glasi yake pia. Lakini wewe ni kijana mzuri sana Stani. Ni kwa nini sikuone ukiwa na mwanamke? Alikuwa anauliza pale swali Paul Richards, ambaye naweza kusema kwamba huyo ndio mwanaume pekee ambaye amemzoea kupita kiasi na tena kwa haraka sana. Hapo Stani akamtazama Paul Richards, akatulia kidogo na kisha kuzungumza. Si nipo pamoja na wewe hapa, ama wewe sio mwanamke? Na tena mrembo kabisa. Alikuwa anazungumza pale Stani na kumfanya Paul Richards aache tabasamu la aibu. Achana na hilo bwana. Mimi naulizia mpenzi wako. Alikuwa anazungumza pale Paul Richards. Hapo sasa Stani akatulia kidogo na kisha alianza kumsimulia Paul Richards historia yake ya mahusiano, na huku alikuwa anaendelea kunywa ile waini taratibu. Nilishawahi kuwa na mpenzi na alikuwa anaitwa Isabella. Lakini kwa bahati mbaya naweza kusema kwamba alinikimbia. Alikuwa anazungumza pale Stani kwa sauti ya utulivu. Kivipi yani? Alikufumania ama ni wewe ndio ulimpiga? Yaani ni kwa sababu gani aliamua kukukimbia? Alikuwa anauliza pale swali Paul Richards, ambaye kwa sasa alikuwa ameshaanza kuchangamka kwa nguvu ya waini. Hakuridhishwa tu na hali yangu ya maisha. Alipata mtu mwingine ambaye alidhani kwamba anaweza kumpatia mahitaji yake ya kipesa ambayo alikuwa anahitaji. Alikuwa anazungumza pale Stani, na kabla hajaendelea kuzungumza Richards akamzuia. Hebu subiri kwanza kidogo niende chooni basi. Alikuwa anazungumza pale Paul Richards, na huku alikuwa anainuka bila kujali kigauni ambacho kilikuwa kimekaa vibaya na kushikwa na makalio yake. Wengi wanasema gadeki imemeza mkanda. Akaelekea chooni ambako alisikika mkojo ambao ulikuwa na mchuruziko mkali wa kutoboa sinki la choo, na kisha ilifuatiwa na maji ambayo alikuwa anamwagia kwenye kitumbua, kwa maana kwamba alikuwa ananawa, na kisha mlango ulifunguliwa na Paul Richards alitoka chooni. Sasa huyo mwanamke mpaka akukimbie, kwani hakuwaona kabla hao watu wenye pesa au? Alikuwa anauliza pale swali Paul Richards, na huku alikuwa anakaa kwenye kochi bila kujali kama alimgusa Stani katika sehemu kubwa ya mwili wake, hasa makalio yake pamoja na ipsi zake, japo safari hii alikumbuka kuweka vizuri gauni lake ambalo alikuwa amevaa. Kusema kweli kabisa, Richards naweza kusema kwamba ni simulizi ndefu sana, na kama nikianza kukusimulia hapa ni mpaka asubuhi. Alikuwa anazungumza pale Stani, ambaye alionekana kutaka kumzungumzia mwanamke huyu ambaye alikuwa amemtaja kwa jina la Isabella. Lakini kiufupi naweza kusema kwamba mimi nilisafiri kidogo na tulikubaliana tutaishi pamoja. Lakini wakati narejea nikamkuta na ujauzito wa mwanaume mwingine, na tena alikuwa ni mume wa mtu. Alikuwa anazungumza pale Stani kwa sauti ambayo ilikuwa imepoa kidogo. Paul Richards alikuwa anamsikiliza kwa makini na kwa utulivu pia. Ni kwa nini sasa aliamua kufanya kama hivyo jamani? Ama ndio kusema kwamba mlipotezana katika mawasiliano wakati wewe umesafiri? Alikuwa anauliza pale swali Paul Richards kwa sauti ambayo ilikuwa na huzuni kiasi. Richards, cha msingi hapa wewe elewa hivi. Isabella amekimbia kwa sababu anaona siwezi kabisa kumtimizia mahitaji yake basi. Alikuwa anazungumza pale Stani, akionekana wazi kabisa kwamba hakuwa anataka kuendelea kusimulia mkasa huo. Pole sana Stani. Alikuwa anazungumza pale Paul Richards, ambaye licha ya kwamba waini ilikuwa imeshaanza kumchukua, lakini bado alikuwa anaonekana kudhunishwa na kisa cha Stani, kwa sababu hata utulivu wake ulikuwa umeongezeka. Kwa hiyo kwa sasa ndio kusema kwamba hutaki tena kuwa na mwanamke au? Alikuwa anauliza pale swali Paul Richards, na huku alikuwa anaendelea kunywa pombe. Stani anamtazama Paul Richards kwa macho tulivu, na huku alikuwa anaacha tabasamu legevu, naye pia alikuwa anamtazama. Unafikiria kwamba mapenzi huwa yanakimbilika Richards? Alikuwa anauliza pale swali Stani kwa sauti tulivu, na huku alikuwa amemkazia macho Paul Richards, ambaye sasa macho yake alikuwa ameanza kukosa nguvu. Nadhani kwamba ilikuwa ni kutokana na mtindo wa utazamaji wa Stani. Mimi sijui.
Anajibu vile Paulishazi kwa sauti ya chini, na huku alikuwa anakwepesha macho yake na kuitazama glasi ya waini katika mkono wake. Paulishazi anaanza kuhisi hali fulani katika mwili wake. Kuna wanawake wazuri sana na wenye tabia nzuri sana. Kwa hivyo naamini kabisa kwamba naweza nikampata mmoja na nikaishi naye. Alikuwa anazungumza Valentine kwa sauti yake nzito na tulivu, na huku bado alikuwa anamtazama Paulishazi ambaye sasa alikuwa anaitazama tu glasi yake. Na utajuaje kama huyu mwanamke ana tabia nzuri? Alikuwa anauliza vile swali Paulishazi kwa sauti ile ile ya chini, lakini ilikuwa ni kama vile alikuwa anazidiwa na jambo fulani katika mwili wake, hasa katika sehemu za uvungu wa mapaja yake. Stani anaachia kicheko laini, na huku alikuwa anainuka kutokea kwenye kochi ambalo alikuwa amekalia. Paulishazi anatazama sehemu ya mbele ya bukta ya Stani ambayo haikuhitaji kabisa umakini wowote kuona hali ya dudu ya Stani jinsi vile ambavyo ilikuwa imesimama, kwa sababu ilikuwa imesimama na kunyanyua bukta yake ambayo alikuwa amevaa kama vile bendera ya mashindano ya mbio za magari. Paulishazi anajikuta alikuwa anasisimkwa, na huku akiwa anahisi kitu fulani kikitekenya kwenye kunde yake huko kitumbuani. Siku zote wanawake wazuri huwa wanajulikana tu, Lishazi. Alikuwa anazungumza Valentine, na huku alikuwa anaelekea chooni akimwacha Paulishazi. Alikuwa anawaza juu ya kile ambacho alikuwa amekiona. Hata sio atakuwa na matatizo gani? Mbona sasa anasimamisha tu nani yake kila muda? Alikuwa anawaza vile Paulishazi, na huku alikuwa anatabasamu. Ama atakuwa ananitamani mimi, ndio maana yuko vile kila wakati. Alikuwa anawaza vile Paulishazi safari hii alikuwa analaza kiganja cha mkono wake usawa wa kitoboa chake juu ya gauni, na huku alikuwa anatanua mapaja yake na mkono wake ulikuwa unagusa vizuri kabisa kwenye kitumbua. Lakini sasa mimi sijawahi kabisa kufanya hata mara moja. Alafu nimeona ni kubwa hiyo. Alikuwa anajisemea vile Paulishazi, na huku alikuwa anaondoa mkono wake katika sehemu ya kitumbua na kubana mapaja yake haraka, wakati Stani akiwa anatoka bafuni. Paulishazi anatazama sehemu ya mbele ya bukta ya Stani. Anaona dudu bado liko vile vile limesimama. Paulishazi anaachia kicheko, na huku alikuwa anainuka kutokea kwenye kochi. Vipi, unacheka kitu gani tena Lishazi? Anauliza vile swali Stani wakati anakaa kwenye kochi, na huku tabasamu laini lilikuwa linatawala usoni mwake. Mimi nacheka hivyo ulivyo Stani. Anazungumza vile Paulishazi, na huku alikuwa anaendelea kucheka na anaelekea bafuni na yeye. Stani anamsindikiza Paulishazi kwa macho akiwa anatazama makalio yake ambayo alikuwa anaonekana vizuri kabisa ndani ya gauni jepesi ambalo alikuwa amevaa na kuishia mapajani. Paulishazi huko chooni anashusha chupi na anachuchuma na anapandisha kidogo gauni lake na kushuruzisha mkojo, na huku alikuwa anawaza jambo fulani la kipuuzi. Anapomaliza haja yake, anachukua kikombe kikubwa cha kuogea kwenye ndoo ile ya maji. Anachota maji na kumwagia shamba la bibi ambalo lilikuwa halijawahi kabisa kulimwa hata mara moja. Sasa basi, wakati Paulishazi anaosha sehemu yake hii ya pekee kabisa ambayo baadhi ya watu imewatia umaskini ama hata ulemavu, na baadhi imewaua kabisa na kuwaondosha katika ardhi ya dunia, huku wengine ikiwapatia maisha mazuri na heshima, huku akiishi kwa furaha, Paulishazi anapata wazo la kijinga. Anapeleka kidole chake cha kati kwenye sehemu yake ya kike, yani kwenye kisima cha shamba la bibi. Lakini sasa anashindwa kabisa kupeleka ndani zaidi, maana kidole chake kinakwama, na huku akiwa anaanza kusikia maumivu makali. Kusema kweli kabisa mimi siwezi. Na vile ilivyo kubwa sasa. Alikuwa anazungumza vile Paulishazi, na huku alikuwa anainuka na kupandisha chupi yake, akiliacha gauni lake fupi lishuke lenyewe. Anatoka bafuni na kumwona Stani alikuwa amekaa pale pale ambapo alikuwa amekaa mwanzo, na Stani anamtazama Pau. Macho yanapokutana, Paulishazi anaona aibu. Anacheka, na huku alikuwa anatazama pembeni. Ujue dada Lishazi, mimi sikuelewe kabisa. Unacheka kitu gani?
Alikuwa anauliza pale swali Stani, na huku alikuwa ananyanyua glasi na kupeleka mdomoni. Paulishazi anakaa na huku alikuwa anatazama bukta ya Stani. Anaona jinsi pale ambavyo ilikuwa imetuna kwa mbele. Paulishazi anaangua kicheko kwa mara nyingine tena, na Stani anamtazama tena. Lishazi, utaniambia unacheka kitu gani, ama utaendelea kucheka peke yako kama ambavyo unafanya? Alikuwa anauliza pale swali Stani kwa sauti ya utulivu, na huku alikuwa anamtazama Paulishazi, na tabasamu lilikuwa limetawala usoni mwake pia. Paulishazi anaacha kucheka na kumtazama Stani ambaye bado alikuwa anamtazama kwa macho legevu. Mimi nacheka tu, hiyo na nili ilivyokuwa. Alikuwa anazungumza pale Paulishazi kwa sauti ya chini iliyokuwa na aibu, na huku alikuwa anakwepesha macho yake yasitazamane na macho ya Stani. Stani anacheka kidogo, na huku alikuwa anatikisa kichwa chake kwa masikitiko. Inashindwa kuvumilia mara baada ya kukuona msichana mrembo kama wewe, na hivi ina muda mrefu sana, basi ndio hatari. Alikuwa anazungumza pale Stani, na huku alikuwa anacheka cheka mwenyewe. Paulishazi akajiziba uso kwa aibu, na huku alikuwa na tabasamu. Kwa sasa utafanyaje? Kama ningekuwa nimeshawahi hata mara moja, basi ningekusaidia. Alikuwa anazungumza pale Paulishazi ambaye sasa anajiegemeza kwenye bega la Stani, huku bado alikuwa ameziba macho yake kwa mikono yake. Na hiyo inamshangaza kidogo Stani, msikilizaji, ambaye anamtazama Paulishazi kwa macho ya mshangao. Kwa sasa inamaanisha kwamba Lishazi hujawahi kabisa kufanya toka umezaliwa ama? Sasa je, kwani huamini au? Alikuwa anazungumza pale Paulishazi kwa sauti nyororo ya chini sambamba na kicheko cha aibu, na huku alikuwa anatoa mikono yake kidogo na kumtazama Stani usoni, ambaye bado alikuwa anamtazama Lishazi kwa macho ya mshangao. Basi kwa hakika kabisa Mwenyezi Mungu amesikia kilio changu. Paulishazi alikuwa anasikia Stani alikuwa anazungumza hivyo kwa sauti ya chini. Ilikuwa ni kama sauti ya kunong'ona. Hata sijui ni kwa nini maneno hayo yalimvutia sana na kumsisimua Paulishazi. Sasa utawezaje wakati mwenzako nimesema kwamba sijawahi? Mwenzio si nitaumia sasa? Alikuwa anazungumza pale Paulishazi, na huku bado alikuwa amejiegemeza kwenye bega la Stani, huku bado alikuwa ameziba uso wake kwa aibu. Wewe ni zaidi ya kile ambacho naweza kufanya usiku wa leo, Lishazi. Muhimu ni mimi kuwa na wewe siku zote, kama tu utanikubalia basi. Alikuwa anazungumza pale Stani akionekana wazi kabisa kwamba alikuwa amejawa na mshangao wa kutoamini kama kweli kabisa eti Lishazi alikuwa ni bikra, huku tabasamu pana lilikuwa usoni mwake. Paulishazi anatoa mikono usoni na kumtazama Stani ambaye sasa anamwona alikuwa anachukua glasi ya waini mezani. Basi labda tujaribu kufanya juu tu kidogo. Siku nyingine ndio tutaingiza ndani. Alikuwa anazungumza pale Paulishazi kwa sauti nyororo tulivu iliyokuwa na kijiaibu fulani, na huku alikuwa ameinamisha uso wake chini, lakini alikuwa ameegemea begani kwa Stani. Stani anamtazama Paulishazi kwa macho ya mshangao, huku tabasamu lilikuwa linaanza kuchanua katika uso wake. Unamaanisha kitu gani Lishazi kuzungumza kama hivyo? Alikuwa anauliza pale swali Paulishazi kwa sauti ya chini ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba hakuwa naamini kile ambacho alikuwa amekisikia. Paulishazi anaitikia kwa kichwa kama na kwamba alikuwa anakubali, lakini hakuishia hapo, kwa sababu alinyanyua uso wake na kumtazama Stani usoni. Lakini sasa naomba uniahidi kitu Stani. Sitaki kabisa uwe na mwanamke mwingine yoyote yule. Alikuwa anazungumza pale Paulishazi kwa madeko, na huku alikuwa anamtazama usoni Stani. Stani anaacha tabasamu pana, anatulia kidogo na kisha kuzungumza. Sio tu siwezi kuwa na mwanamke mwingine Lishazi, bali pia nitakufanya wewe uwe ndiye malkia wangu wa maisha. Alikuwa anazungumza pale Stani ambaye hakutoa hata sekunde nyingine mbele. Tayari alikuwa ameshasogeza mdomo wake kwenye mdomo wa Paulishazi na kuanza kumlamba midomo yake. Hilo lilikuwa ni tukio geni kabisa kwake Paulishazi.
ambaye licha kwamba huwa analiona mara kadhaa kwenye filamu za kizungu ambazo huwa anatazama, lakini alikuwa hajawahi kabisa kulishiriki hata mara moja. Ila kila dakika vile ambavyo zilikuwa zinazidi kwenda mbele, akaanza kuvutiwa zaidi na ule mchezo. Paulishanzi anavutiwa zaidi pale ambapo Stani alikuwa anapeleka mkono wake kwenye titi lake la kushoto, ambalo licha ya kwamba lilikuwa kwenye gauni jepesi, lakini pia msichana huyu hakuwa amelivalia sidilia. Stani analikamata vizuri kabisa ziwa gumu ambalo lilikuwa limejaa vyema kabisa la Paulishanzi na kuanza kulipapasa taratibu mpaka pale ambapo alipoipata chuchu iliyosimama dede kabisa juu ya titi na kuanza kuichezea taratibu kwa vidole vyake viwili. Ni mara ya kwanza kabisa kwa Paulishanzi kushikwa sehemu hii ya mwili katika maisha yake yote, ambayo leo msisimko wake ambao alikuwa ameupata haukuwa ni wa kawaida. Ulikuwa ni msisimko ambao walikuwa natoka kifuani kwenye maziwa na walikuwa nashuka katika maeneo ya kiunoni kupitia kwenye mbavu, ukishuka kwenye kinena na kwenda kuishia kwenye kunde ya shamba la bibi. Msisimko huu alikuwa hajawahi kabisa kupata toka amezaliwa. Msisimko ambao katika moyo wake alikuwa nakiri wazi kabisa kwamba kama angekuwa ameshawahi kupata toka zamani, basi asingechelewa kabisa kumpatia kijana huyu kitumbua. Ulikuwa ni msisimko ambao ulimfanya Paulishanzi kutanua midomo yake na kuhema pumzi ndefu ambayo aliiacha taratibu na kwa mtetemo wa aina yake, na huku akiliacha koo lake lilikuwa limekauka na kuhitaji kilainishi. Kwa sasa akajikuta alikuwa anasogeza tena mdomo wake kwenye mdomo wa Stani na akaanza kunyonya kama vile ambavyo Stani alikuwa amefanya mwanzo. Wakati huu wawili hawa wanapeana mate hapa, msikilizaji. Wacha kwanza sisi tumjue huyu Stani alikuwa ni nani, ili kusudi tuweze kufaidi zaidi utamu wa simulizi yetu ambayo inawahusu hawa watu wawili ambao ni muhimu sana kujua ni kitu gani ambacho kilitokea katika maisha yao ya nyuma. Majina yake anaitwa Stani Eric. Umri wake kwa sasa ni miaka 23. Na tangu anazaliwa mpaka anatimiza umri huu, Stani alikuwa amelelewa tu na mama yake, yani Esther, mwenye taaluma ya mwalimu wa daraja A, yani taaluma ya kuwa mwalimu wa shule ya msingi. Kama nikisema kwamba nianze kusimulia simulizi nzima mama yake na Stani kuhusu mahusiano yake ya kimapenzi aliyomleta Stani duniani, basi inakuwa ni simulizi ndefu sana ya kusisimua. Na labda nikusimulia kiufupi tu kuhusu simulizi ya kijana Stani ambaye ndio mlengwa wetu hapa katika simulizi yetu. Simulizi yao inaanzia mwaka 1998. Esther Sweetbet alikuwa amebakiza miezi mitatu kumaliza chuo cha walimu huko Matogoro, Songea. Ilimkuta yuko BTP, yani Block Teaching Program, na huu ni mpango wa mafunzo maalum ya ufundishaji kwa mwalimu pamoja na mwanafunzi, ambapo yeye aliyafanyia katika shule ya msingi Likaringilo iliyopo kilomita zaidi ya 80 kaskazini mwa Songea, katika kijiji ambacho kipo kando tu barabara kuu ambayo inakwenda mikoa ya Iringa, Mbeya na Dar es Salaam pia. Esther ambaye alikuwa ametokea katika familia iliyokuwa na maisha hali ya chini kabisa, akiwa katika wakati mgumu kule kijijini Likalangilo ambako ndio kulikuwa na BTP, aliweza kushuhudia wanafunzi wenzake ambao walikuwa naishi vizuri na walikuwa na mahitaji ambayo alikuwa amekamilika kabisa. Ungesema kwamba walikuwa wamekwenda kutari, huku yeye alikuwa nakosa vitu vingi muhimu kutokana na uwezo mdogo wa wazazi wake. Hebu fikiria kwanza, msikilizaji. Yani Esther kama alikuwa anahitaji kula vizuri, basi alikuwa analazimika kusimamia upishi na kuosha vyombo ndipo angeweza kuwa mshirika wa chakula hicho. Alikuwa analazimika kufanya hivyo hata kama alikuwa ametoka shuleni ama hata kama alikuwa amechoka pia. Lakini basi wikendi moja, siku ya Ijumaa, Esther akiwa amebakia peke yake nyumbani pale ambapo alikuwa amefikia, huku wenzake mara baada ya kumaliza vipindi wakipanda magari ya abiria wakitumia pesa zao kuelekea mjini. Mida ya saa 11 jioni, Esther akiwa amekaa kibarazani na huku akiwa anatazama magari ambayo yanapita barabarani, na huku akiwa hajui kabisa atakula kitu gani kuanzia siku ile ya Ijumaa mpaka Jumapili jioni, mara akaliona gari dogo Toyota Hilux ambalo lilikuwa linasimama barabara kuu, yani lilikuwa linasimama pembezoni mwa barabara. Wakashuka wanaume watatu na wote walikuwa ni vijana waliovaa vizuri kabisa. Akawaona walikuwa wanazungumza jambo na kuweza kabisa kuwasikia kile ambacho walikuwa wanazungumza
kwa sababu walikuwa katika umbali wa mita kama 50 hivi kutoka pale ambapo alikuwepo yeye mpaka barabarani. Lakini aliweza kuwaona wakianza kutengeneza gari, huku mmoja alikuwa amesimama tu. Ni wazi kabisa hakuwa anajua namna gani magari yanatengenezwa. Jamaa hawa ambao walikuwa wanaonyesha wazi kabisa kwamba gari yao ilikuwa imeharibika, wakiwa wanaanza safari yao kutoka Songea kwenda Dar es Salaam, walifungwa kifaa ambacho kilikuwa kimeharibika, na mmoja wao akarejea tena Songea mjini ambako umbali wake ulikuwa ni zaidi ya kilomita 80, akiwa amepanda basi dogo la abiria ambalo lilikuwa linatokea Njombe. Mmoja kati ya wale wawili waliobakia alisogea kwenye nyumba ile ambapo Esther alikuwepo, akimwacha wale mwenzake mmoja, naye alikuwa anamsalimia Esther na kumomba maji ya kunywa. Esther akaingia ndani na kumletea maji. Mara baada kumaliza kunywa maji, kijana huyu mwenye muonekano mzuri kabisa, ambaye alikuwa anaonekana wazi kabisa kuingiwa na matamanio, akaanzisha mazungumzo na Esther, akiuliza hili na lile na kuzungumza mawili matatu, huku muda wote alikuwa anamtazama Esther kwa macho ya matamanio. Esther ambaye pia alikuwa ameshaanza kuvutiwa na huyu kijana mgeni, alikuwa ameshaliona hilo kutokana na uzoefu wake, kwa sababu alikuwa ameshawahi kuwa na mwanaume hapo kabla na alishawahi kutongozwa mara kadhaa, japo sio mara zote huwa anakubali. Naye hakuacha kuzungumza na kijana huyu. Hata kijana yule ambaye alisema kwamba wangekuepo pale kwa muda mrefu, alipomwomba Esther awatengenezee chakula yeye pamoja na mwenzake, kwa sababu pale kijijini hapakuwa na mgahawa wala hoteli, Esther alikubali mara moja, kwa sababu hata yeye aliona kwamba ile ndio ilikuwa ni nafasi ya yeye pekee kupata chakula cha jioni ya siku ile. Kijana yule alitoa pesa kiasi cha shilingi 20,000, pesa ambayo kusema kweli kabisa kwa wakati ule ilikuwa ni sawa na mshahara wa mfanyakazi mkubwa tu wa serikali, na pesa hiyo ikiwa ni kwa ajili ya manunuzi ya chakula ambacho angekula katika wakati wote ambao alikuwa anamsubiria mwenzao arejea na kifaa ambacho alikuwa amekwenda kutengeneza huko mjini. Lakini sasa haikuwa ni chakula peke yake. Wageni wale, yani yule kijana aliyejitambulisha kwamba alikuwa anaitwa Eric, pamoja na wale mwenzake, walipata nafasi ya kuoga pia, japo haikuishia hapo kwa Eric pamoja na Esther. Wakiwa wameshakula na yule mwingine alishaenda kulala kwenye gari, Eric sasa alikuwa amebakia pale nje pamoja na Esther, wakiwa wanazungumza hili na lile. Japo Eric hakuwa amezungumzia utambulisho binafsi, lakini Esther alikuwa amejieleza vizuri kabisa. Mwisho wa siku, kwa fadhila ambazo alikuwa ametendewa na Eric, Esther akajikuta alikuwa na shawishi kiurahisi kabisa, na akakabidhi shamba la bibi kwa kijana Eric ambaye hakumjua kabisa alikuwa anatokea wapi wala alikuwa anafanya kitu gani, zaidi ya kujua tu yuko safarini kuelekea Dar es Salaam na alikuwa ameharibikiwa na gari hapa barabarani. Usiku wa Ijumaa walilala pamoja wakipiana dudu usiku kucha, na kwa bahati ya Esther ni kwamba Eric alikuwa na nguvu za nyati. Yani kama siku hii walipata muda wa kulala, basi ilikuwa ni muda mfupi sana, kwa sababu walipiana dudu kutoka saa 3 za usiku, wakarudia tena mara kadhaa mpaka saa 8 za usiku, ambapo alikubaliana kwamba inatosha na kuamua kulala, na huku akiwa amekupatiana kwa mahaba mazito. Na hiyo ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa Esther kulala na mwanaume mpaka asubuhi, ambaye alijikuta alikuwa analala bila nguo yoyote katika mwili wake. Alifurahia zaidi pale ambapo alipostoka asubuhi mara baada ya kuhisi kijana huyu alikuwa anampapasa mwili wake, na ile anakaa vizuri. Akamwona kijana huyu alikuwa anagusisha dudu kwenye kitumbua chake, na hata kuuliza cha kufanya. Yeye Esther akanyanyua mguu wake mmoja pale pale. Hata sio ni kwa nini, lakini kitumbua chake asubuhi ya leo kilikuwa na mlenda mwingi sana, na kazi ikaanza upya tena. Ni kama vile watu wawili walikuwa natamani vitu visivyowezekana, kwa sababu Eric alikuwa anatamani wale mwenzao aliyekwenda mjini achelewe kabisa kurejea, yani akae hata wiki moja nzima, ili kusudi yeye azidi kufaidi kitumbua chenye mlenda mwingi pamoja na joto lenye utamu wa kuzidi. Lakini Esther yeye alikuwa anatamani weekend isiishe na wenzake wasirejee hapa, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba kama watarejea na kumkuta na mgeni pale, lingekuwa ni tatizo. Kama sio kumsimanga kwa kuleta mwanaume pale nyumbani, basi angeshindwa kabisa kufaidi ndizi yake kutokana na uwepo wao hao wenzake. Hata hivyo walitumia vizuri kabisa nafasi ya kuwepo kwao pamoja, kwa sababu siku ile ya Ijumaa walishinda walikuwa na pia na dudu. Muda wa kupumzika ulikuwa ni ule muda wa kula tu basi, na tena nadhani sababu walikuwa ni watatu. Kama wangekuwa ni wawili peke yake, basi nahisi wangekuwa wanakula chakula huku wanapia na dudu,
maana ungesema kwamba wawili hawa walikuwa wametokea jela. Jioni ya siku ya Jumamosi, yule mwingine alikuwa anarejea sasa kutoka mjini Songea, na mpaka wanamaliza kutengeneza gari ilikuwa ni saa 4 za usiku. Ikabidi walale sasa na kuondoka siku inayofuata mida ya saa 4 za asubuhi, na huku alikuwa ameshakunywa chai. Eric ambaye alikuwa amemwachia Esther kiasi cha shilingi 50,000 alionekana wazi kabisa kwamba alikuwa anatamani kuendelea kuwa karibu na Esther, ambaye pia alikuwa anashindwa kutamka wazi kwamba bado alikuwa anamhitaji kijana huyu. Lakini ukweli ni kwamba wote walikuwa wanatamaniana. Msikilizaji, hii ni simulizi fupi ya maisha ya kijana Stani pamoja na wazazi wake ni wapi ambapo alitokea. Na hapa tunakutana na Esther ambaye alikuwa anasoma katika chuo cha walimu huko Songea. Weekend ya siku moja amekutana na kijana Eric wakipeana dudu ipasavyo. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 6. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Hii ni sehemu ya 6 ya simulizi yetu inaitwa Taratibu Nitazoea. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 5, na kama utakuwa unakumbuka vizuri pale ambapo tulikuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo wakati bado tukiwa kwa kina Stani pamoja na Paulishas. Sasa tunapata historia fupi ya maisha ya kijana Stan, ambapo tunaanzia huko Songea katika mkoa wa Ruvuma miaka kadhaa iliyopita, na tunamwona bidada Esther Swissbeth ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa walimu katika chuo cha walimu Matogoro Songea, akiwa amekutana na kijana Eric na kutokea kupendana, japo ilikuwa ni kwa muda mfupi tu. Ni kitu gani ambacho kilitokea kati ya wawili hawa, Esther Swissbeth pamoja na Eric? Majibu ya maswali yote niko nayo hapa katika sehemu ya 6 siku ya leo. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Taratibu Nitazoea. Jioni ya siku ya Jumamosi, yule kijana mwingine akarejea kutokea mjini, na mpaka wanamaliza kutengeneza gari ilikuwa ni saa 4 usiku. Ikabidi walale sasa na kuondoka siku ambayo ilikuwa nafuata mida ya saa 4 za asubuhi, wakiwa tayari wameshakunywa chai. Eric ambaye alimwachia Esther kiasi cha pesa shilingi 50,000 alionekana wazi kabisa kwamba alikuwa anatamani kuendelea kuwa karibu na bidada huyo mrembo, ambaye pia hata yeye alishindwa kutamka waziwazi kwamba bado alikuwa anamhitaji Eric. Lakini ukweli ni kwamba wote walikuwa wanatamaniana. Siku ya Jumapili majira ya saa 4 za asubuhi ndio ulikuwa ni mwisho wa wao kuonana. Na wiki mbili mbeleni Esther akarejea chuoni, na wakati huu alikuwa ameshamaliza mazoezi ya BTP. Esther ambaye aliamini kabisa kwamba Eric angekuja kumtafuta siku moja kwa sababu alimwelekeza chuo ambacho alikuwa anasoma, aliendelea tu na masomo yake kwa wiki 3, na ukaja wakati wa likizo bila kumuona Eric. Chuo kinafunguliwa mwezi wa 4 katikati, na mwezi wa 5 mwanzoni wanaanza mitihani ya mwisho kabisa bila kupokea ugeni wa kijana Eric, ambaye kwa bahati mbaya hajawahi kabisa kumuuliza alikuwa anaishi wapi wala alikuwa anafanya kazi gani. Esther anafanya mitihani yake ya chuo, na huku alikuwa anahisi mabadiliko katika mwili wake, mabadiliko ambayo mwanzo alikuwa anahisi kama vile ilikuwa ni homa, lakini wiki 3 nyingine mbeleni aligundua kwamba alikuwa ni mjamzito wa miezi 3. Kusema ukweli kabisa, msikilizaji, huo ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwa bidada Esther, ambaye sio tu kuharibu heshima ya wazazi wake, lakini pia alikuwa na mleaji mtoto yeye peke yake, ukichukulia hali mbaya ya kiuchumi ya familia yake ambayo alikuwa nayo. Lakini sasa hiyo haikuwa ni mbaya sana. Licha ya masimango kuwepo, lakini mtoto mdogo wa kiume aliyezaliwa na kuitwa jina la Stani, akiwa na miezi 4, Esther akapata kazi huko wilayani Tunduru, akiwa anafundisha shule ya msingi na Makambale. Esther pamoja na mtoto wake Stani walianza kuishi pamoja katika jumba ya kupanga ya vyumba 2 na sebule, na huku maisha yao yalikuwa ya kawaida tu. Stani alikuwa anajitahidi kusoma kwa juhudi ili kusudi kufanya maisha yake yawe mazuri hapo baadaye,
huku akiwa anazingatia kwamba aliona jinsi mama yake vile ambavyo alikuwa anamlea kwa shida. Juhudi na ndoto zake Stani zinagonga mwamba, hasa pale ambapo anaanguka katika mtihani wake wa kidato cha 6. Anaamua kuanza mapambano katika upande mwingine kabisa wa maisha, na sasa anaingia mtaani na kuanza kutafuta kazi. Na ndio wakati ambao Stani aliingia kwenye mahusiano na Isabela, ambaye mwanzo alikuwa anafanya kazi ya kufua nguo katika nyumba za watu, kazi ambayo ilikuwa inamsaidia mama yake na wadogo zake wawili ambao walikuwa nasoma. Wakati huo Isabela alikuwa ni msichana mwenye muonekano wa hovyo kabisa. Hata mwanzo Stani ambaye alianza kula kitumbua cha Isabela ilikuwa ni kwa sababu ya tamaa ya mwili tu. Lakini kadiri vile ambavyo siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele, Stani alikuwa anazidi kumpenda Isabela. Hata alipopata kazi katika kiwanda cha sabuni kule Kibaha Mwenda Pole, alianza kumpatia Isabela pesa nyingi, pesa kwa ajili ya matumizi ya familia yao, na huku akiwa anamnunulia nguo pamoja na viatu vizuri kwa ajili yake na kumfanya aonekane mzuri na mwenye kuvutia. Kipindi hicho ndicho kipindi ambacho Isabela aliacha kazi ya kufua nguo mitaani, na sasa mamake na Stani yani Esther alishaufahamu urafiki huo na aliupatia baraka zote. Lakini pia ilikuwa hivyo hata kwa wazazi wa Isabela, ambao wao walikuwa ni wenyeji wa mkoa huu wa Dar es Salaam huko Chanika, ambapo alishuhudia kwamba Stani alikuwa ni mkombozi wa familia yao, kwa sababu angalau sasa walikuwa nakula mila yote mitatu na hata kubadilisha nguo japo mara 3 kwa wiki. Penzi lao lilikuwa linazidi kukua zaidi, huko kijana Stani alikuwa anajinyima na kuihudumia familia yake na Isabela, ambao sasa walimuona Stani ndio kila kitu kwao. Kuwe na unyago huko nyumbani, pesa alikuwa anatoa Stani. Kuwe na mgonjwa yoyote huko nyumbani, pesa pia alikuwa anatoa Stani. Kitu ambacho Stani alikuwa amechelewa kukijua ilikuwa ni kwamba Isabela hakuwa ni mwaminifu kabisa katika penzi lao toka wakati ule ambao alikuwa anafua nguo kwa malipo. Kwa maana kwamba kutokana na shida ambazo alikuwa nazo, Isabela alikuwa analazimika kufanya biashara ya kubadilishana mwili pamoja na pesa. Mfano, kama itatokea ameenda kufua nguo kwenye nyumba fulani, alafu mteja wake ambaye ni mwanaume akaonekana kumhitaji, basi wangekubaliana kwa pesa yoyote ambayo wangekubaliana, ambayo ingeanzia 1,000 mpaka shilingi 10,000. Yani Isabela alikuwa anaweza kulala na mwanaume kimwili hata kwa shilingi 1,000. Hata baadaye alipoona kwamba kitumbua chake kilikuwa kinamsaidia, ndipo sasa alipoacha kufanya kazi yake ya kufua nguo, na huku akiwa anatumia uvaaji kushawishi wateja wake, angelegeza kanga kuachia kiuno wazi, ama angevaa kinguo cha kubana kwa makusudi kabisa. Mitego hiyo ndiyo iliyomnasa hata Stani pia, ambaye akajikuta alikuwa anamchukulia Isabela kama mwanamke mwenye kujituma na kujitafutia kipato chake mwenyewe kwa nguvu zake mwenyewe, naye kumpatia thamani ya mwanamke ambaye alikuwa anafaa kabisa kuolewa. Na ungeweza kusema kwamba Isabela alikuwa imebadilika mara baada ya kupata mwanaume ambaye alikuwa anampatia kila kitu. Lakini sasa haikuwa hivyo, kwa sababu hata baada ya kuanza kupewa huduma na Stani, Isabela alianza kutamaniwa na wanaume wengi sana, nao alikuwa na wakubali tena bila hata kuwa na malipo, kwa sababu alikuwa na uhakika wa kupata mahitaji yake yote kutokea kwa Stani. Mara kadhaa Isabela alitoa ujauzito ambao Stani alikuwa anahisi kwamba walikuwa ni wa kwake, huku Isabela akijitetea kwamba wakati wa kuzaa ulikuwa bado, kwa sababu ukichukulia kwamba walikuwa na miaka 19, basi umri wa kuwa na mtoto ulikuwa bado. Habari ya tabia mbaya za Isabela zilimfikia Madam Esther, yani mamake na Stani, akiwa shuleni. Madam, hivi ni kwa nini unamwacha kijana wako anajiweka kwa yule msichana mchafu yule? Hivyo ndivyo mazungumzo yalipoanzia, na mama Stani akipewa mchongo mzima juu ya Isabela. Na sio tu kusimuliwa, Esther aliamua kufuatilia yeye mwenyewe kujua kama ni kweli kabisa Isabela alikuwa ni malaya, ili kusudi kujionea ukweli wa jambo hilo ambalo hakutumia muda mrefu kupata ukweli, kwa sababu siku ya siku alishuhudia mwenyewe kabisa akimwona Isabela alikuwa anatoka kwenye nyumba ya wageni maarufu kama guest house akiwa na mwanaume. Na hiyo haikuwa ni mara moja tu, aliendelea kushuhudia matukio kadhaa ya usaliti kwa Isabela akiwa anatoka kuzagamuliwa na tena na wanaume tofauti tofauti, na huko alikuwa anazidi kusikia habari chafu za huyo mkwe wake mtarajiwa. Wakati mama Stani, ama kwa jina lake halisi Esther, anawaza juu ya mahusiano ya kijana wake Stani pamoja na Isabela, ambayo sio tu kuwa na mwanamke ambaye sio sahihi,
yani mwenye tabia mbaya, lakini pia alikuwa anawaza jinsi kijana wake anavyotumia nguvu na jasho lake lote kwa msichana huyu na familia yake kwa jumla, wakati yeye alikuwa anamzunguka na kulala na wanaume wengine. Siwezi kabisa kumwacha mwanangu aingie katika moto wa namna kama hii. Alikuwa anazungumza pale tu mwenyewe mama Stani, ambaye alipanga kuzungumza na mtoto wake Stani, ambaye tayari alikuwa katika ahadi ya ndoa kwa siku zijazo na Isabela. Ni kweli kabisa, siku moja mama Stani, yani Madam Esther Swissbeth, alimfuata kijana wake Stani na kumweleza shaka lake juu ya Isabela. Mwanangu, hivyo nafikiri kwamba kweli kabisa Isabela ni mwanamke sahihi kwako. Ni kwa nini usisubiria kwanza upate mwanamke mwingine mzuri mwanangu? Alikuwa anazungumza vile mama Stani kumwelekezea kijana wake, lakini kiukweli kabisa ushauri huo ulipingwa vikali na Stani. Mama, kwani Isabela ana shida gani? Ama ndio kwa sababu familia yao ni maskini mama? Na wanajua kabisa kwamba umaskini sio kilema mama. Alikuwa anazungumza vile Stani, ambaye kwa mwonekano wa wakati ule alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba hakuwa tayari kumwacha Isabela. Akiwa ameshasahau kabisa kuhusu Eriki, yani baba yake na Stani, japo alishapita kwenye mahusiano machache kwa ajili ya kuchangamsha mwili. Esther, ambaye kwa sasa anawaza namna vile ambavyo Stani ataisha maisha machungu ya ndoa kama tu ataoa Isabela. Licha kwamba yeye alikuwa anahangaika na maisha yake na hatima maisha ya mtoto wake Stani, lakini alikuwa anaona kabisa kwamba kulikuwa na dalili ya kwamba Stani akajikuta anaishia kuingia katika ndoa ambayo itamnyima amani kwa kila kitu, kuanzia amani ya ndoa pamoja na uchumi pia. Siku moja Esther pamoja na wenzake wakiwa wameenda maeneo ya Upanga kwenye duka moja kubwa lenye hadhi ya supermarket, japo haikuwa ni kwa lengo la kupata mahitaji. Wao walikwenda kuonana na mmiliki wa duka hilo kwa ajili ya kupata mkopo usio wa kisheria ambao unaitwa kausha damu, kutokana na kwamba una riba kubwa, ambao Esther alikuwa anataka kuendelea na ujenzi wa nyumba yake huko Kimarasuka. Wakiwa hapo dukani mida ya saa 9 za mchana, duka likiwa na watu wengi sana, mara wakasikia tangazo: jamani, samahani, huduma zinasitishwa kidogo. Tunaomba mtoke nje kwa dakika chache na kisha huduma zitaendelea tena baadaye. Alikuwa anazungumza vile meneja wa duka hilo. Hakuna ambaye aliyeweza kukataa. Ni kweli kabisa, wote walitoka nje, japo walikuwa wananung'unika, na manung'uniko yao yaliongezeka zaidi pale ambapo walifika nje, na wakati ule wakawa na magari matatu yalikuwa yanaingia pale na kusimama mbele ya duka. Walishuka na wamesita kutoka kwenye magari mawili, na wote walikuwa wamevaa suti nyeusi, mashati meupe ndani pamoja na tai nyeusi kama tu miwani yao na viatu vile ambavyo vilikuwa vyeusi vile vile. Mmoja alikwenda kufungua mlango wa gari la katikati. Akashuka mwanaume mmoja mtu mzima ambaye alikuwa amevalia mavazi ya asili ya Mbogoland, na kisha akaanza kutembea kuingia ndani ya duka hilo. Mungu wangu, mbona kama ni Eric huyo? Alikuwa anazungumza pale Esther, na huku alikuwa anamtazama huyu mwanaume mtu mzima. Wakati huo watu wengine walikuwa wanazidi kunong'onika zaidi. Madam Esther, ni kwamba unafahamu huyu mtu au? Alikuwa anauliza pale swali mwalimu wenzake kwa mshangao, na huku alikuwa anamtazama yule mwanaume mtu mzima ambaye umri wake ulikuwa unalingana kabisa na Esther. Kabla Esther hajajibu chochote, ni wazi kabisa jamaa yule alikuwa amesikia, kwa sababu aligeuka na kisha kutazama ule upande ambao alikuwa amesimama yake na Esther. Hata macho yao yalipogongana, yule jamaa alishtuka sana mara baada ya kumwona Esther. Ni wewe Esther? Sijawahi kabisa kukusahau toka siku ile ulionipikia ugali. Alikuwa anazungumza bila huyu mwanaume kwa sauti iliyokuwa na furaha, huku tabasamu pana lilikuwa limeshanua usoni mwake. Na hapo sasa hawakuwa na budi kuungana tena upya kutoka wakati ule. Esther aligairi kabisa kuchukua kausha damu, akaambatana na mzazi mwenzake Eric na kuelekea kwenye hoteli ambayo alikuwa amefikia, ikiwa ni mara baada ya kumaliza kupata mahitaji yake pale supermarket. Usiku wa siku hii ilikuwa ni kama vile walikumbushia usiku wao wa kwanza kabisa. Walifanya kile ambacho walikifanya mpaka asubuhi, na huku alikuwa anazungumza mambo mengi sana,
Na Esther ndipo sasa alipogundua kwamba kumbe Eric alikuwa ni raia kutoka Mbogoland ambaye alikuwa ni mhandisi mkuu wa serikali, lakini pia alikuwa ni mmiliki wa kampuni kubwa ya ujenzi yenye matawi nchi mbalimbali za Afrika. Lakini pia aligundua kwamba Eric alikuwa ni baba wa familia yake huko Mbogoland, japo wakati wanakutana kwa mara ya kwanza kabisa kule Songea alikuwa bado hajaoa. Eric alimweleza Esther kwamba alisharejea Songea mara kadhaa akijaribu kumuulizia pale chuoni, akaambiwa kwamba alishahitimu chuo muda mrefu. Esther naye akamweleza Eric juu ya ujauzito ambao alimwachia miaka ile, akimweleza kwamba kwa sasa wana mtoto mkubwa tu anaitwa Stani, na kwa hakika kabisa ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa Eric ambaye alikuwa anatamani pakuche mapema ili kusudi aende kumuona mtoto wake Stani. Lakini pia Esther akamweleza juu ya mtihani ambao alikuwa nao mtoto wao, kwamba alikuwa anakwenda kuingia katika maisha ya kukosa amani katika maisha yake yote, akimweleza mwanzo mwisho juu ya mahusiano ya kimapenzi kati ya Stani na Isabella ambaye alikuwa ni mfua nguo pamoja na muuza pipi. Akamweleza mwanzo mwisho juu ya mahusiano ya Stani pamoja na Isabella ambaye alikuwa ni mfua nguo pamoja na muuza pipi. Kwa sasa Stani anafanya kazi kiwanda cha sabuni, si ndio? Alikuwa anauliza pale swali mzee Eric kwa sauti ambayo ilikuwa na huzuni na mshangao. Hakuwa na chaguo, kwa sababu alikosa kazi kila sehemu ambayo alikuwa anakwenda kuomba. Alikuwa anazungumza pale Esther, yani mamake mzazi na Stani. Basi sawa, kuna shida. Nitamwona Stani bila yeye kujua, lakini pia nitamfanyia jambo ambalo litamsaidia yeye pamoja na kizazi chake kijacho. Alikuwa anazungumza pale mzee Eric ama babake na Stani na kumfanya Esther tabasamu kwa raha. Na ni kweli kabisa ilikuwa hivyo. Eric alifika nyumbani kwa Madam Esther bila walinzi, na huku alikuwa anatumia gari la kawaida, na alikutana na kijana wake Stani, akitambulishwa kwamba alikuwa ni rafiki wa zamani wa mama yake. Eric alizungumza mambo mengi sana na Stani, akimuuliza mipango pamoja na ndoto zake, na Stani alieleza mpango wake wa kumwoa Isabella. Na vipi, hufikiri kusoma zaidi ili kusudi watoto waishi maisha mazuri hapo baadaye, Stani? Alikuwa anauliza pale swali Eric. Kama nitapata mfadhili nikaenda chuo, basi kusema kweli kabisa nitafurahi sana, alikuwa anajibu pale Stani, na mzee Eric alitabasamu. Sawa, basi jiandae. Mwezi ujao utaenda rasmi kabisa kuanza chuo. Alikuwa anazungumza pale Eric na kuibua furaha kubwa kabisa kwa Stani. Stani ambaye bado hakuwa anajua kabisa kama huyu ambaye alikuwa anazungumza naye ndio baba yake mzazi, alifikisha taarifa hizo kwa mpenzi wake Isabella, ambaye yeye alizipokea tofauti kidogo. Kwa sasa Stani, kama wewe utaenda shuleni, mimi nitaishije huko? Alikuwa anauliza pale swali Isabella kwa sauti ya huzuni. Itabidi univumilie tu Isabella, kwa sababu nikishamaliza chuo nitapata kazi nzuri zaidi na maisha yetu yatakuwa ni mazuri zaidi ya hapa. Alikuwa anazungumza pale Stani kwa sauti ya kubembeleza, akatulia kidogo na kisha kuzungumza tena. Lakini pia hata hivyo, kama utakuwa na shida utamwona mama akusaidie. Alikuwa anazungumza pale Stani. Isabella alikubali kwa roho shingo pande. Hata muda ulipowadia, Stani alisafiri kuelekea Mbogoland, ambako alishangaa alikuwa anafikia kwenye jumba moja kubwa mno kama ikulu, huku akiwa anaishi maisha ya kifahari na kutembelea magari mazuri ya kifahari. Japo alikaa huko kwa siku 2, lakini hakuweza kuwasiliana na mpenzi wake Isabella kutokana na utofauti wa mawasiliano, huku Stani akiwa anapanda ndege kuelekea China moja kwa moja Hong Kong, ambako alifikia kwenye chuo cha ufundi wa umeme. Na katika mwaka 1.5 ambao alikuwa China akisomea utengenezaji na usimamizi wa vifaa vya umeme vya kimawasiliano, yani kama vile simu, televisheni, kompyuta pamoja na radio, alikuwa amekosa kabisa mawasiliano na mpenzi wake kwa muda wa miezi 6 na kuweza kabisa kuwasiliana na Isabella. Hata alipopata mawasiliano, Isabella hakuwa anapatikana.
Muda wote wa masomo, mzee Eric ambaye Stan alikuwa anajua kwamba ni rafiki tu wa mama yake, alikuwa anamtembelea mara kwa mara. Na hata baadaye, wakati amebakiza miezi miwili kumaliza chuo, Eric akamweleza ukweli kabisa Stan kwamba yeye ndio alikuwa ni baba yake mzazi na sio rafiki wa mama yake kama ambavyo alikuwa amemtambulisha mwanzo. Mimi ndio baba yako mzazi, Stan, na tulikuficha kwa makusudi kabisa kwa ajili ya faida ya maisha yako, kwa sababu unapaswa kujua lipi zuri, lipi baya. Alikuwa anazungumza pale Eric wakati akiwa Hong Kong, China, amemtembelea Stan. Na kwa sasa nimesha kufungulia kiwanda chako kule Tanzania, na kwa hakika kabisa kitakuwa kiwanda kikubwa Tanzania na nchi za jirani pia. Kile ambacho nataka mwanangu, uwe imara. Kumbuka kila mtu anahitaji kuwa kama wewe, na kila mwanamke mzuri atahitaji kuwa na wewe. Alikuwa anazidi kuzungumza pale mzee Eric kumwelekezea kijana wake, na hiyo haikuwa shida sana kwa Eric ambaye alikuwa amelelewa katika maisha ya kawaida kabisa, kwa sababu alikuwa anajua fika kwamba tayari alikuwa na mpenzi wake Isabela huko Tanzania. Hivyo aliona kwamba hakukuwa na nafasi ya mwanamke mwingine. Mwaka 1.5 ulifika, yani miezi 18. Hatimaye sasa Stan akarejea Tanzania na kupokelewa na mama yake mzazi Esther Swissbeth, ambaye alikuwa amebadilika mno sasa muonekano wake, na kwa sasa alikuwa tofauti na vile ambavyo alimwacha mwaka 1.5 uliopita. Kwa sababu kwa sasa Esther alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa ni mwanamke tajiri kweli kweli. Na kingine kilichomfanya Stan aamini kwamba maisha yalikuwa yamebadilika, ilikuwa ni gari ya kisasa ambalo alikuwa anatembelea mama yake. Lilikuwa ni Range Rover moja hatari sana, tena la kisasa, ambalo lilikuwa limenunuliwa likiwa jipya kabisa. Hata safari yao ya kuelekea nyumbani haikuelekea Tabata wala Kimara ambako mama yake alikuwa anajenga nyumba mara ya mwisho. Lakini sasa walikuwa wanaelekea Masaki ambako Stan alikuwa amenunuliwa nyumba kubwa kabisa ya kisasa, akiwa amewekewa wafanyakazi 3, lakini pia kulikuwa na magari 4 ya kutembelea. Hivyo vyote havikuwa kitu kwa Stan ambaye alikuwa anatamani usiku wa siku hiyo hiyo angelala pamoja na mpenzi wake Isabela. Na sio sababu ya upwiru, hapana, lakini ni kwa sababu alikuwa anampenda na alikuwa hajamuona kwa muda mrefu sana mpenzi wake. Na vipi kuhusu Isabela mama? Una nambari yake mpya? Kwa sababu ile ya zamani naona haikuwa inapatikana. Alikuwa anazungumza pale Stan na kumfanya mama yake atikise kichwa kwa masikitiko makubwa. Hata mimi pia sina nambari yake ya simu mwanangu. Si unajua kwamba kule nilihama kabisa muda mrefu, kwa hivyo hakuna chochote ambacho najua. Alikuwa anazungumza pale mama Stan. Stan anatafsiri kwamba mama yake alikuwa hampendi kabisa Isabela toka zamani, na ndio maana alikuwa anamnyima nambari yake mpya. Lakini kwa sababu anapajua nyumbani kwao, basi nitakwenda kumuona. Alikuwa anazungumza pale Stan, na hapo mama yake hakuweza kuvumilia, akazungumza. Lakini sasa wakati unakwenda nyumbani kwao, jitahidi kuwa na machozi ya akiba. Alikuwa anazungumza vile mama Stan kwa sauti ya utani. Kweli kabisa, mwanaume ni mapambano. Yani ile mama Stan amemwacha Stan nyumbani kwake mida saa 2 kasoro za jioni. Stan hakuweza kabisa hata kula chakula cha jioni. Alichukua gari moja na kisha kuondoka zake. Wakati huo tayari mama Stan aliomba kustaafu kazi yake ya walimu, kwa sababu alikuwa ameshafunguliwa biashara kubwa tu na mzee Eric, ambaye sasa penzi lao lilikuwa limepamba moto upya kabisa. Huku ambako Stan alikuwa amekwenda, tunaweza kusema kwamba haikuwa ni bahati yake. Ambapo alipofika kwenye nyumba yake na Isabela, hakuamini kabisa kile ambacho alikuwa nakiona, kwa sababu alikuta kulikuwa na baa kubwa sana, na aliambiwa kwamba mwenye nyumba alishaiuza nyumba hiyo. Wapangaji wote wakaondolewa na mmiliki akajenga hiyo baa. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anajua Isabela na wazazi wake walihamia wapi. Stan alikumbuka kwamba wadogo zake walikuwa nasoma Tabata, kwa hivyo alipanga kwamba siku moja ataenda kuwaulizia pale shuleni. Ukweli Stan hakuwa na muda wa kupoteza. Kesho yake tu alikuwa anatakiwa kwenda ofisini na kukabidhiwa kampuni yake mpya ambayo ilipewa jina lake, yani Tan, ikiwa ni kifupi cha jina lake Stan, ambalo wenzake shuleni walikuwa kwenda kumuita.
Stani alikagua jengo zima na kuridhishwa na kampuni ambayo ilikuwa imeshaanza kazi miezi 8 iliyopita. Akizungumza na wafanyakazi na kumaliza changamoto zao, naye alikuwa anazitatua mara moja. Stani aliridhishwa na utendaji pamoja na mwenendo wa kibiashara wa kampuni. Hata siku ya pili aliingia ofisini ambako alihudumiwa na mrembo mmoja matata mwenye asili ya nchi jirani ya Kenya, na huku huduma zikiwa ni nyingi kama mfalme. Stani alikuwa ni mpole kwa wafanyakazi. Alikuwa anazungumza nao vizuri. Licha kwamba walikuwa na mheshimu na kumwogopa, lakini yeye alikuwa ni mpole siku zote, huku Madam Suzy alikuwa ndio mtu pekee ambaye alikuwa anaweza kuzungumza naye kwa uhuru bila uoga. Madam Suzy ambaye ndiye meneja wa wafanyakazi wa huduma za kawaida hapa katika kampuni, yeye alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa mama yake, yani Bi Esther Swissbeth, na walifahamiana kutokea enzi za chuo huko Songea Matogoro. Madam Suzy alikatisha masomo yake mara baada ya kupata ujauzito wake wa kwanza kabisa akiwa mwaka wa kwanza wa chuo, na ndio aliyepewa jukumu la kumfuatilia Stani asije kuingia katika mahusiano yasiyofaa. Siku ya 3 mara baada ya kutoka ofisini, Stani aliondoka na dereva wake mpaka shule ya msingi Tabata huko Tabata, ambako aliwaulizia wadogo zake na Isabela, na isivyo bahati akaambiwa kwamba walishahama muda mrefu uliopita na wamehamia katika shule ya msingi Mvuti huko Chanika, nje kabisa ya jiji la Dar es Salaam. Na kwa sababu Stani hakuwa amewahi kufika huko Chanika, alipanga kwenda siku ya Ijumaa ambayo atatoka mapema kabisa kazini, akiamini kabisa kwamba alikuwa anakwenda kukutana na mpenzi wake Isabela, maana huko ndiko ilikuwa ni kijijini kwao. Ni kweli kabisa, siku ya Ijumaa ilifika, msikilizaji. Stani ambaye sasa alikuwa anaanza kuingiwa na wasiwasi na muonekano mpya wa Isabela kulinganisha na adhi yake, aliamua kwenda yeye mwenyewe huko Chanika, na huko alikuwa amevaa kikawaida tu, lakini pia alibeba pesa nyingi sana kwa ajili ya Isabela pamoja na wazazi wake. Alipofika Mvuti Chanika, aliegesha gari kwenye kituo kidogo cha polisi na alielekea shuleni, ambako ni kweli kabisa alifanikiwa kukutana na wadogo zake na Isabela, ambao hawakuonyesha kabisa kumfurahia kama ambavyo ilikuwa zamani. Ishara ya hatari kagonga kichwani kwa Stani kwamba pengine kuna mtu mwingine alikuwa amechukua nafasi yake kwa Isabela. Ndio maana hata hawa wadogo zake walikuwa wamfurahii kama ambavyo walikuwa wanamfurahia mwanzo. Lakini Stani hakukata tamaa. Akataka kushuhudia mpaka mwisho kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Huku kichwani mwake alikuwa anakumbuka maneno ya mamake mzazi Esther alipomweleza kwamba aandae machozi ya ziada huku ambako anaelekea. Stani akaelekezwa nyumbani kwa kina Isabela, ambako huko alilazimika kukodi bodaboda ili kusudi kufika umbali wa kilomita 2 kutoka pale shuleni, akiachana na gari yake Land Rover Discovery ambalo alikuwa amelipaki kwenye kituo kidogo cha polisi pale Chanika. Hakutaka kwa sasa wajue kwamba alikuwa ni mtu tajiri. Hiyo ingekuwa ni rahisi kwa Isabela kuficha kile ambacho alikuwa ameanza kuhisi. Licha ya kufika nyumbani kwa wazazi wa Isabela, lakini mapokezi hayakuwa ni mazuri kabisa kwake Stani, kwa sababu hakupewa hata kiti cha kukalia pale nje, huku akiwa anakuta Isabela hayupo kabisa kule kijijini. Baba, ulisema kwamba utakaporejea utakuwa na maisha mazuri. Mbona sasa tunaona upo kama vile ulivyoondoka? Alikuwa anauliza pale swali babake mzazi na Isabela ambaye alikuwa ameshindwa kabisa kuvumilia. Kuna kitu kilimchoma kidogo moyoni Stani, ambaye anakumbuka jinsi vile ambavyo alikuwa anawaheshimisha wazee hawa kwa msaada wa pesa pamoja na mahitaji mbalimbali ya nyumbani. Eti leo amekuja kwa ajili ya kuwaona, lakini hata kiti cha kukaa tu hawampati. Nilikwenda kusoma baba. Nafikiri kwamba kwa sasa naweza kupata kazi nzuri mara baada ya kumaliza masomo. Na Isabela nitampata wapi sasa mzee? Alikuwa anauliza pale swali Stani, ambaye sasa alikuwa anazidi kupata hamu ya kumwona Isabela wake, kwa sababu alikuwa anahisi lazima kuna jambo ambalo halikuwa ni la kawaida. Anaishi Gongo la Mboto huko kwa sasa. Alikuwa anazungumza pale babake na Isabela, lakini ilikuwa ni kama vile analazimishwa kuzungumza. Basi naombeni mnisaidia nambari yake ya simu nimpigie mzee. Alikuwa anazungumza pale Stani kwa sauti yake ambayo ilikuwa na furaha, akiamini kabisa kwamba alikuwa anakwenda kukutana na Isabela wake. Lakini sasa aliwaona baba pamoja na mamake na Isabela walikuwa wanatazamana,
Ni kama vile walikuwa nauliza na swali kwamba tumpatie namba ama vipi. Na mara baada ya sekunde chache walimgeukia Stani. Alisema kwamba tusitoe nambari yake ya simu bila ruhusa yake. Lakini sasa mama, mimi si mnanijua vizuri kabisa jamani. Na mnajua kabisa mimi niko vipi na binti yenu Isabela ama? Alikuwa anazungumza vile Stani kwa sauti ya kubembeleza. Ni kweli kabisa kile ambacho anazungumza baba. Lakini sasa ni muda mrefu sana umepita. Tutaamini vipi? Isitoshe baba, ukiliacha shamba lako mjini likiwa na nyasi, ni lazima litalimwa tu. Alikuwa anazungumza vile babake na Isabela. Japo kauli hii Stani hakuielewa kabisa ilikuwa inamaanisha kitu gani, zaidi ya kujua tu kwamba yeye alikuwa amenyimwa namba ya Isabela. Aliaga na kisha kuondoka zake, na huku alikuwa anaacha nambari yake ya simu kwamba pale Isabela atakapokuja basi apewe. Lakini pia kutokana na mapokezi ya fifu Stani ya kuweza atakuacha pesa kidogo pale. Aliondoka na pesa zake vile vile kama ambavyo alikuwa amekuja nazo. Kwamba shamba nilo liacha mjini linaweza kuwa limeota nyasi, na sasa litakuwa limelimwa. Wanamaanisha kitu gani kuzungumza kama hivyo? Alikuwa anajiuliza pale swali Stani wakati akiwa njiani kuelekea mjini ndani ya gari yake. Mawazo yanamzonga kutokana na kile ambacho amekiona leo katika mapokezi ya ndugu zake na Isabela. Unapita mwezi mmoja mzima, msikilizaji. Bado Stani alikuwa anasubiria tu simu kutokea kwa mpenzi wake Isabela. Lakini hakuna simu yoyote ambayo ilikuwa inaingia. Hata miezi 4 sasa inapita bila simu wala meseji ya tafadhali nipigie kutokea huko kwa Isabela. Na wakati huu wote Stani alikuwa anapokea simu za mialiko mbalimbali kutokea kwa wasichana warembo na maarufu katika sehemu mbalimbali ya hapa Dar es Salaam, pamoja na miji ya jirani pia, hata nje ya nchi vile vile, wakiwa wanahitaji ukaribu na kijana huyu tajiri ambaye licha kuwa bado hakuwa ni maarufu, lakini wanawake wengi walikuwa wanatamani kumjua. Mwezi wa 5 sasa, siku moja Stani akiwa katika matembezi yake ya kawaida, akiwa maeneo ya Kariakoo Dar es Salaam, alikutana na mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu mno wa Isabela, ambaye pia hakujua kabisa kwa sasa Stani alikuwa anafanya kitu gani wala alikuwa na uwezo gani wa kipesa, kwa sababu alikuwa amekutana tu dukani. Shemeji, kwa sasa sidhani kabisa kama utaweza kumweza Isabela. Maana sasa hivi mwenzako ni matawi ya juu kabisa. Alikuwa anazungumza vile huyu mwanamke mara baada ya Stani kuomba namba za simu za Isabela. Usijali kabisa shemeji. Wanaomba nipatie tu nambari zake, mengine nitajua huko huko. Alikuwa anasisitiza vile Stani. Lakini sasa kusema kweli kabisa mimi nambari yake kwa sasa sina. Maana siku hizi mimi na yeye tumegombana. Lakini kama una muda tupande daladala kuelekea Gongo la Mboto ni kuonyesha anapoishi. Alikuwa anazungumza vile huyu bidada. Na kwa bahati nzuri Stani alikuwa na dereva wake wa gari. Kwa hivyo akamtumia meseji wa kutane Gongo la Mboto kwamba yeye alikuwa anapanda daladala. Na ni kweli kabisa ilikuwa ni kama hivyo, kwa sababu Stani alipanda daladala pamoja na huyo mwanamke ambaye jina lake alikuwa anaitwa Neema. Lisali moja ndio muda ambao waliutumia kutokea Kariakoo mpaka Gongo la Mboto. Huko njiani walikuwa wanazungumza hili na lile, japo hawakuwa wanamwongelea sana Isabela, lakini Stani alikuwa anatamani kupata habari za Isabela. Kusema kweli kabisa shemeji, mimi siwezi kuzungumza lolote lile. Utaenda kuzungumza naye wewe mwenyewe. Alikuwa anazungumza vile Neema. Ni kweli kabisa Neema alikuwa na haki ya kutokueleza chochote kuhusiana na Isabela, kwa sababu hata alipofika Gongo la Mboto kwenyewe alimuonyesha Stani tu nyumba kwa mbali ambayo alikuwa anaishi Isabela, naye hakuenda mbali, akatulia sehemu akiwa anatazama kule ambako Stani alikuwa anaelekea. Huko kichwani mwake alikuwa anavuta picha ya kile ambacho Stani anakwenda kukutana nacho, na hakujua kabisa kwa jinsi ambavyo Stani alikuwa anampenda sana Isabela. Mida hii msikilizaji, bidada Isabela alikuwa amekaa kitandani. Alikuwa amekupatia tumbo kubwa la ujauzito wa makadirio ya miezi 7. Alikuwa amevaa kanga moja tu na mkononi alikuwa na kifuko cha chipsi anakula taratibu,
na kichwani mwake alikuwa anapita mawazo mengi kuhusu maisha yake ya sasa. Ndani ya chumba hiki tunaona kulikuwa na vyombo kadhaa vya kupikia, kulikuwa na mtungi wa gesi, lakini pia kuna vyombo vya kuwekea maji. Na katika kona moja ya chumba tunaona kulikuwa na mifuko ya shangazi kaja pamoja na lundo la nguo ambalo lilikuwa limewekwa tu bila mpangilio, sambamba na nguo za kiume na za kike ambazo zilikuwa zimetandikwa katika misumari mlangoni. Isabela alikuwa anafurahia kwa maisha ambayo alikuwa anaishi kwa sasa, lakini licha ya kupewa huduma zote na mwanaume wake ambaye ni mume wa mtu anayefanya biashara ya genge la matunda na mboga mboga, bado Isabela anaona kama vile alikuwa amewekwa rumande kwa muda, hasa huu ujauzito ambao alikuwa amepewa, ambao umemfanya ashindwe kubadilisha wanaume kama ambavyo alikuwa amezoea. Kusema ukweli kabisa, Isabela hakuwa anamfikiria kabisa mpenzi wake Stani, ambaye ndiye mwanaume pekee ambaye alimfanya aonekane wa maana na kuanza kutamaniwa na wanaume wengine. Mwanaume ambaye wakati anaondoka walipanga kuoana mara tu atakaporejea. Wakati Isabela anaendelea kuwaza hili na lile, mara ghafla tu akasikia mlango wa chumba chake ulikuwa unagongwa. Nani? Alikuwa anauliza vile swali Isabela kwa sauti ya kujichokea. Ni mimi Stani. Ilikuwa nasikika sauti ya kiume kutoka nje. Isabela anahisi kama vile hakuwa amesikia vizuri. Stani yupi? Alikuwa anauliza vile swali Isabela huku alikuwa anajiweka vizuri kama vile kufunika nguo yake vizuri, kwa sababu hata kitumbua chake kilikuwa wazi na hata chupi hakuwa amevaa. Isabela, acha hizo bwana. Kwani wewe unaojua kina Stani wangapi? Ilikuwa anauliza vile swali sauti ya kiume kutoka nje. Ungetarajia kuona mshtuko mkubwa kutokea kwake Isabela. Lakini sasa ndio kwanza Isabela alikuwa anabetua midomo yake kwa dharau na kuchukia. Ni wazi kabisa kwamba hakuwa amependa ugeni ule. Unataka kitu gani? Alikuwa anauliza vile swali Isabela kwa sauti kavu kabisa. Isabela, inakuwaje sasa unauliza swali kama hilo nikiwa nje? Alikuwa anauliza vile swali Stani kwa sauti ya mshangao, lakini Isabela hakuwa na chochote ambacho anajibu kutokea huko ndani. Aya, sasa ndio nataka nijieleze kweli nikiwa hapa mlangoni kabla hujanifungulia. Alikuwa anauliza vile swali Stani kwa sauti ya kinyonge kweli kweli. Ni kama vile sasa Isabela anajistukia. Ingia. Alikuwa anazungumza vile Isabela kwa sauti kavu kabisa, na huku alikuwa anabetua mdomo wake kwa kubeza. Hauna chochote yani. Ni usumbufu tu. Alikuwa anazungumza vile Isabela kwa sauti ya kunong'ona. Ni kweli kabisa mlango unafunguliwa. Stani anaingia mpaka ndani kabisa, na huku alikuwa anatazama kushoto na kulia kukagua chumba. Japo anaona nguo za kiume, lakini hazimstui sana kama ambavyo lilikuwa limemstua tumbo kubwa la Isabela. Stani anajitahidi sana kuvumilia asionyeshe mshtuko wake ambao ulikuwa unasababisha maumivu makali katika moyo wake. Habari za siku nyingi Isabela. Alikuwa anasalimia vile Stani kwa sauti ya kujikanza, sambamba na tabasamu bandia ambalo lilikuwa limeficha maumivu makali katika moyo wake. Nzuri tu. Naona sasa mwana mpotevu umeamua kurejea. Na ukapotea moja kwa moja, hakuwa na hata simu wala meseji. Alikuwa anazungumza pale Isabela kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba hakuwa na wasiwasi wala hakuwa na majuto yote juu ya kile ambacho alikuwa amekifanya kwa Stani. Lakini sasa Isabela, mbona mimi nilikuwa nakupigia sana ulikuwa upatikani? Alikuwa anazungumza pale Stani ambaye alikuwa amesimama mbele ya kitanda akiwa amekosa kabisa sehemu ya kukaa. Nimekumbuka kweli kabisa, nimebadilisha namba. Unajua mume wangu alikuwa hahitaji kabisa niwasiliane na mtu yoyote ule. Ndio maana nikabadilisha namba. Alikuwa anazungumza pale Isabela kwa sauti ambayo ilikuwa imechangamka. Hapo sasa Stani alikosa uvumilivu. Kwa sasa ni kwamba Isabela, ulishindwa kabisa kunisubiria mwaka mmoja tu na nusu. Ukaamua kuwa na mtu mwingine kweli?
Alikuwa anauliza vile swali Stani kwa sauti ya kinyonge, na huku alikuwa anamtazama Isabela ambaye muda huu alikuwa juu ya kitanda anaendelea kula chipsi. Unapita ukimya wa sekunde chache. Ni kama vile Isabela alikuwa anafikiria jambo ama alikuwa anatafuta neno la kumweleza Stani. Na sekunde chache baadaye unasikika mguno kutoka kwa Isabela na anazungumza. Sikiliza Stani. Hapa wala upasu kabisa kulalamika. Ujue kwamba mimi huniwezi kabisa kwa sababu nahitaji mambo mengi sana. Na hiyo pesa yako ya kuungaunga nitakufanya ushindo kabisa hata kununua boxer. Alikuwa anazungumza vile Isabela kwa sauti ambayo ilikuwa na dharau ya hali ya juu kabisa. Lakini sasa Isabela, mbona mimi nilikuwa najitahidi kufanya kila kitu ambacho walikuwa nataka? Na mbona nilikuwa nakupatia mahitaji yako yote wewe pamoja na wazazi wako? Ni kwa nini sasa umeamua kunitenda kiasi kama hiki? Alikuwa anauliza vile swali Stani kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa machungu. Kwa sasa Stani, wewe unataka mimi nifanye kitu gani? Kwa sababu umeona kabisa kwamba tayari mwenzako nina mtu na nina ujauzito mkubwa tu. Unataka nifanye kitu gani? Sikiliza Isabela. Nafasi yako bado ipo kubwa tu katika moyo wangu. Naomba tuende hivyo hivyo na hali yako, tukaanze maisha mapya mimi na wewe. Alikuwa anazungumza vile Stani. Kusema kweli kabisa msikilizaji, hata mimi sijui kama alikuwa anazungumza akiwa anamaanisha kweli. Kwa sababu tayari hapa Isabela alikuwa ni mjamzito wa miezi kama 7. Na alikuwa anaonekana kwamba alikuwa anafurahia maisha yake. Sasa ni kweli kabisa Stani alikuwa anamaanisha kwamba waondoke na huu ujauzito hivi hivi kwenda kuanza maisha upya, ama alikuwa anatania? Isabela anaachia kicheko kikubwa cha dharau mpaka ushuzi wanamtoka, na kisha anaanza Isabela anaachia kicheko kikubwa mpaka ushuzi wanamtoka, na kisha anazungumza. Hivi Stani, wewe ni mzima kweli kichwani? Halafu huja uzito pamoja na mume wangu mimi nitawaacha na nani? Alikuwa anauliza vile swali Isabela, na huku alikuwa anamtazama Stani kwa macho ya mshangao. Achana na babake basi Isabela. Rudi kwangu mtoto, mimi nitambalia kama mtoto wangu wa kumzaa kabisa. Alikuwa anazungumza vile Stani kwa sauti ya kujiamini kabisa, na huku alikuwa anaonyesha hakuwa anatania kwa kile ambacho alikuwa anazungumza. Na hiyo inamfanya Isabela acheke kwa nguvu. Stani, hebu jitazame kwanza mwenyewe. Yaani hujabadilika hata kidogo toka umeondoka mwaka 1.5 uliopita. Isitoshe hufanani hata kidogo na mume wangu wewe. Yeye ana uwezo wa pesa na ni mtafutaji pia. Kila siku anaingiza pesa, wewe kitu ambacho huwezi. Alikuwa anazungumza vile Isabela. Na hapo Stani alitambua jambo kwamba pengine alikuwa anakwenda kufanya kosa kubwa sana katika maisha yake la kumchukua mwanamke ambaye hakuwa na mapenzi ya kweli. Maana licha ya kumkosea kuwa na mwanaume mwingine kama hivi, yeye alikuwa haonyeshi kabisa kwamba alikuwa anajutia. Alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa sahihi, na Stani ndio alikuwa anatupia lawama zote. Basi sawa Bella. Lakini naweza kusema kwamba umekosa nafasi kubwa sana. Na sidhani kabisa kama nitakuja kutamka tena maneno kama haya. Alikuwa anazungumza Stani ambaye katika moyo wake alikuwa anazidi kupata machungu zaidi, hasa anapokumbuka maneno ya mama yake mzazi kwamba Isabela hakuwa ni mwanamke mzuri kwake. Stani, mimi naomba uondoke mara moja. Naomba uondoke kwa sababu mume wangu anaweza kaja kukutea hapa. Alikuwa anazungumza pale Isabela, na safari hii ilikuwa ni kwa sauti ya hasira, huku alikuwa anaonyesha mlango wa kutokea. Stani ambaye uso wake ulikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na machungu makubwa, anakubali kwa kichwa kwamba anatoka, na kisha kweli kabisa anatoka zake nje na kurudisha mlango kama ambavyo alikuwa ameukuta. Mshenzi kabisa wewe.
Unataka uanze kuniletea mikosi mwisho niachike? Nenda kwenye kazi zako za mwisho wa mwezi huko. Huniwezi kabisa mimi. Alikuwa anazungumza pale Isabela huku alikuwa anajiinua kutokea pale kitandani ambako alikuwa amekaa na kwenda kunawa mikono kwa sababu tayari alikuwa ameshamaliza kula. Neema muda huo wote yeye alikuwa amekaa nje ya duka moja kati ya maduka mengi ambayo yapo katika eneo hilo la Gongo la Mboto. Muda wote macho yalikuwa ule upande ambapo nyumba ya Stan ilikuwepo, ambaye alikuwa anajua jinsi vile ambavyo alikuwa anampenda Isabela, mwanamke ambaye kitumbua chake alikuwa anakichukulia kama kiungo kingine cha mwili, mfano mkono ambao anaweza kumpatia mtu yoyote wakati wanasalimiana. Wakati Neema akiwa anaendelea kusubiria tu pale, huku akiwa anajua vizuri kabisa kwamba Isabela alikuwa amewekwa kinyumba na mwanaume mwingine na alikuwa na ujauzito, mara kama na Stan alikuwa anakuja kwa mwendo wa haraka haraka. Uso wake ulikuwa umekaza kwa huzuni kubwa ambayo alikuwa nayo. Sasa alikuwa anatembea akionekana wazi kabisa kwamba alikuwa na mawazo mengi sana, kiasi cha kumsahau kabisa Neema ambaye alikuwa anamsubiria. Stan. We Stan jamani, mbona sasa unanipita wakati umeniacha hapa na kusubiria? Alikuwa anazungumza pale Neema na huku alikuwa anamkimbilia Stan ambaye alikuwa anatembea kuelekea barabara kuu ambayo inakwenda Kisarawe. Neema, hivi kweli kabisa ulikuwa unajua kwamba tayari Isabela ni mjamzito? Alikuwa anauliza pale swali Stan na huku alikuwa anatembea kuelekea barabarani. Kusema kweli kabisa Stan, mimi nilikuwa najua. Na nilikuwa nadhani ya kwamba nikikueleza ukweli hautoniamini. Na ndio maana nikaamua kukuleta mwenyewe kabisa ujione. Alikuwa anazungumza pale Neema na huku alikuwa anaendelea kumfuata Stan. Na unamfahamu mwanaume ambaye yuko naye? Alikuwa anauliza pale swali Stan ambaye ilisha uwezo ambao alikuwa nao, lakini hakutaka kabisa kuweka wazi hata kwa Neema. Ndio anamjua Stan, ni mbaba mmoja hivi anauza genge mtaa wa pili hapo. Ana mke na watoto, kwa hivyo ni mume wa mtu. Alikuwa anazungumza pale Neema, wakati huo alikuwa anafika barabarani na kusimama. Basi haikuwa ni bahati yangu kuwa na Isabela. Lakini sasa Stan, wala upaswi kabisa kuhuzunika kiasi kama hicho, kwa sababu hujui kabisa Mungu amekuepusha na kitu gani. Alikuwa anazungumza pale Neema, na hapo sasa Stan ni kama vile alikuwa anahisi kuwa na ukweli fulani katika hiyo kauli. Wakati ule walikuwa na gari ndogo nyeusi Land Rover Discovery ilikuwa nakuja na kusimama pembeni yao. Basi shemeji, mimi nakushukuru sana. Alikuwa anazungumza pale Stan na huku alikuwa anaingiza mkono mfukoni na kuibuka na waleti yake. Neema anatoa macho akiamini kabisa kwamba alikuwa anapewa kiasi fulani cha pesa. Usijali kabisa shem, mimi wala siwezi kabisa kuacha kukusaidia, hata kama shogangu atakuwa haeleweki. Alikuwa anazungumza pale Neema ambaye bado hakuwa anajua lolote kuhusu hiyo gari ambayo ilikuwa imesimama mbele yao. Zaidi anaombea kiasi ambacho atakachopewa angalau kiwe basi kinafika 10,000 ama hata 15,000, maana ndio kingeweza kumsaidia kusukuma maisha yake. Lakini sasa Neema anamwona Stan, mtoto wa mwalimu, alikuwa anafungua waleti yake na kufanya zionekane noti nyingi za pesa za shilingi 10,000 ambazo anapangua kadhaa bila hata kuzihesabia. Nashukuru sana kwa muda wako shemeji. Alikuwa anazungumza pale Stan na huku alikuwa anampatia zile pesa zote Neema. Neema anapokea hizi pesa na huku alikuwa anatoa macho kwa mshangao. Anawaza kwamba Stan anafanya vile kwa lengo la kumtaka akampatie kitumbua ama ni vipi? Lakini sasa huyu anakuwa ni mwanaume wa kwanza kabisa kumpatia pesa nyingi kwa ajili ya kitumbua. Maana yeye alikuwa amezoea kuuza kitumbua chake 5,000, 10,000 ama hata 15,000. Kwa sasa Stan, ulikuwa unahitaji sasa hivi ama utanitafuta mwenyewe? Alikuwa anauliza pale swali Neema, huku yeye mawazo yake ni kwamba zile pesa ambazo alikuwa anapewa ilikuwa ni kwa ajili ya kumpatia kitumbua Stan. Neema ananyanyua macho yake na kumwona Stan vile ambavyo alikuwa anasogea gari jeusi na kufungua mlango. Huo ulikuwa ni mshangao namba 2. Na unamfanya atoe macho kwa mshangao, na huku alikuwa anajua sasa mwenzake Isabela alikuwa amepoteza kitu gani. Shemeji, lakini sasa hujanipatia hata nambari.
kwani Neema hata alimaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze, tayari Stani alikuwa amefunga mlango wa gari na gari ikaondolewa kuelekea mjini. Neema ambaye mpaka sasa alikuwa hajawahi kabisa kushika pesa nyingi kama hizi ambazo alikuwa ameshika leo, ambazo alikuwa amekadiria kwamba zinaweza kufika shilingi 100,000 taslimu ya Tanzania, na tena alizokuwa amezipata bure bure tu, ikiwa hata kile kidogo ambacho alikuwa anapewa huwa anakitolea jasho kwa kubinuka mitindo ambayo mpenzi wake anahitaja, na tena angenunua chakula na wangekula wote. Leo anaona wazi kabisa kwamba alikuwa na bahati kubwa katika maisha. Msikilizaji, na hivyo ndivyo Stani alivyomkosa mpenzi wake Isabela. Licha ya kwamba alikuwa amemkuta Isabela akiwa ameshiba ujauzito wa miezi 7 na kumtolea maneno machafu na dharau pia, lakini bado roho yake ilikuwa na muuma sana Stani. Hata siyo ni kwa sababu gani, lakini kusema ukweli kabisa, kijana mwenzetu alikuwa anaumia mno. Siku ile Stani mara tu baada ya kurejea nyumbani alianza kunywa pombe. Hata alipofika kazini alikuwa na uchovu wa pombe. Wakati huo mama yake alikuwa amesafiri kuelekea Mbogolendi. Mpishi mkubwa na Kayombo kwa kuliona hilo akaandaa supu nzuri ya mchemsho wa ndizi pamoja na kuku pamoja na soda baridi ya kola ambayo alipelekewa Stani na kumpatia nguvu ya kukutana na wateja wakubwa kutoka nchi jirani ambao walikuwa wanahitaji kuingia mikataba na kampuni hii. Kwa sasa hiyo ilikuwa ndio ratiba yake rasmi kabisa, na ndio ilikuwa ni tabia yake mpya Stani. Kila siku huwa anafika kazini kwa muda, anapata supu na kola baridi kabisa, lakini mida ya saa 5 za usiku angeanza kunywa tena pombe mpaka usiku mkubwa. Wakati mwingine alilazimika kwenda shambani kwake huko Mlandizi, ambako alimweka msimamizi ambaye alikuwa anaishi kwenye nyumba mpya ya mamake kule Kimarasuka, nyumba ambayo ilibidi sasa ipangishwe, na jukumu hilo alipewa Madam Suzi. Siku moja Stani ambaye alikuwa akosi pombe kila pale ambapo alikuwa anakwenda, alikuwa ametoka shambani yeye pamoja na dereva wake Justini ambaye alikuwa ni kama msimamizi wa shamba lake la huko Mlandizi mkoani Pwani. Walipitia Kimarasuka kumpitisha Justini pale nyumbani kwake, yani kwenye nyumba ya mamake na Stani, ambako hawakutumia muda mrefu wakataka kuondoka zao. Lakini sasa ile wanataka kuondoka tu, Stani alistuka kumwona msichana mrembo kupita kiasi, yani msichana mrembo kweli kweli, akiwa pamoja na mama mtu mzima. Walikuwa wanahamia pale nyumbani kama wapangaji wapya. Ilikuwa ni vigumu sana mara ya kwanza kutokana na mrembo kumchukia Stani ambaye hajui chanzo cha kuchukiwa ilikuwa ni nini, lakini akaona itakuwa ni vizuri kuwa karibu na msichana mrembo, lakini asijitambulishe yeye alikuwa ni nani, kwa sababu tayari kampuni yake ilishakuwa maarufu zaidi Tanzania. Stani anazungumza na Justini kwamba amwachie chumba chake kwa muda ili kusudi aweze kuwa karibu na huyo msichana ambaye alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa na maadili, lakini hakuwa na pete ya ndoa kidoleni. Hapo ndipo sasa Stani alipoanzisha maisha mapya akiwa jirani na akina Paulisha na mamake mzazi, huku mtego wake wa kwanza kabisa ikiwa ni mkadirio wa huduma ya chakula ambacho aliagiza aletewe samaki na ndizi ambazo aliziandaa haraka haraka na kuweka jikoni. Jioni alikwenda kuchukua baadhi ya vitu vyake muhimu pamoja na kompyuta yake ili kusudi aweze kuendelea na kazi zake akiwa huku, na vile vile akatoa taarifa kwa msaidizi wake kule kazini kwamba hatakwenda kazini wiki nzima, japo kuna wakati alikuwa anachomoka na kwenda ofisini kwake Mwenge mara moja kwa ajili ya kukagua maendeleo ya kazi zake ama kwa ajili ya kukutana na watu muhimu ambao walikuwa wanahitaji kumwona. Mara nyingi Stani akiwa pale nyumbani alikuwa anajifungia tu chumbani kwake na kushughulikia mambo kwa njia ya simu. Lakini pia kuna wakati Suzi alikuwa anampigia simu na kumweleza kwamba kama bado alikuwa anampenda Isabela, basi waende wakamchukue wampeleke nyumbani kwake. Akipaona pengine akiona pia kwamba Stani alikuwa ni tajiri, basi atakubali kuwa naye. Hapana. Kwa sasa hatakiwi kabisa kujua chochote kuhusu mimi. Alikuwa anazungumza Palestine siku moja wakati anazungumza na simu, akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa amebadilisha mawazo yake na sasa alikuwa anasaka sehemu ya kujipatia furaha na liwazo na sio kwa Isabela tena. Licha ya hasira pamoja na chuki za Paulisha dhidi yake, lakini bado Stani alikuwa anaendelea kuvumilia tu, na huku alikuwa anajitahidi kumvuta Paulisha katika upande wake, kwa sababu mama yake mzazi alikuwa anaonyesha kutokuwa na shida yoyote na Stani.
Siku moja Stani akiwa ametulia chumbani anafanya kazi zake kwenye kompyuta, mara akasikia hodi kwenye mlango wa chumba kile, na alipofungua mlango uso kwa uso na mama yake ambaye alikuwa amerejea kutokea Mbogolendi. Kusema kweli kabisa, mama yake na Stani, yani Madam Esther, ujio wake hapa ulikuwa umejawa na hasira kubwa sana, kwa sababu alimsimanga sana kijana wake Stani kwa kushindwa kufanya kazi na kuendekeza pombe tu kwa ajili ya kumlilia Isabela, mwanamke ambaye hakuwa na mapenzi ya kweli, maana alikuwa anaweza kugawa pipi kwa kila mwanaume ambaye atamuomba. Lakini hapana mama, mbona Isabela mimi nilishaachana naye. Mimi kuna kitu ambacho anafanya. Kitu gani ambacho kinakufanya uje ukae huku mwanangu na kushinda unakunywa tu pombe muda wote bila kwenda kazini? Alikuwa anauliza pale swali mama yake na Stani ambaye hakutaka kabisa kumwelewa kijana wake. Nitakueleza siku moja mama, naomba niachie muda kidogo. Alikuwa anazungumza pale Stani na mazungumzo yakaendelea zaidi. Mama Stani alikuwa anazungumza kwa hasira na uchungu, na Stani alikuwa anamuomba mama yake apunguze sauti na kuzungumza kwa chini. Mama, mimi sitaki kabisa watu wajue mimi ni nani. Alikuwa anazungumza pale Stani, na hilo linamshangaza sana mama yake ambaye mwanzo wa kumwelewa kabisa mama yake na hakuja kuelewa tena wakati anatoka, hasa pale ambapo alipomwona msichana mwenye kila sifa ya kuitwa mrembo na mzuri pale nje. Japo hakuelekezwa chochote na Stani kuhusu huyu msichana na kujua kwamba huyu binti alikuwa ni mpangaji wa hapa, lakini Esther alikuwa anahisi jambo zaidi ya upangaji, na ndio maana alipofika nyumbani akampigia simu Stani. Stani, huyo binti ni mzuri sana. Vipi lakini umefuatilia tabia zake na kujiridhisha kwamba ni nzuri? Alikuwa anauliza pale swali mama Stani. Lakini sasa mama, mimi bado sijakueleza chochote kile. Alikuwa anazungumza pale Stani ambaye pia katika kutafuta habari na taarifa za Paulishas ambazo alizikuta Instagram, ambako alimkuta alikuwa amejitambulisha kwa jina la Lishas. Katika upekuzi wake Stani ilishakuwa na picha kadhaa za msichana ambaye alionekana kwamba alikuwa anatoka katika familia bora iliyokuwa na uwezo, tofauti na sasa ambapo alikuwa amepanga hapa kwao. Lakini pia alikuwa amekutana na baadhi ya maoni kwenye picha zake akipewa pole nyingi sana, huku yeye akionekana kutokuingia hewani muda mrefu. Stani alikuwa anahisi kabisa kwamba inawezekana Paulishas labda alikuwa amefiwa na baba yao. Ndani ya huu kurasa katika mtandao huu wa Instagram ilikuwa inaonyesha kwamba Paulishas alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa anajisimu kuanzia marafiki zake wachache ambao walikuwa wametoa maoni kwenye picha zake, lakini pia hata uvaji wake na muonekano wake vile vile. Msikilizaji, hiyo ndiyo historia nzima ya maisha yaliyopita ya Stani Eric. Kutoka kuwa fukara wa kutupa kabisa na kusalitiwa na mrembo Isabela, na sasa amekuwa ni tajiri mkubwa sana kutokana na pesa za baba yake mzee Eric. Sasa basi mida hii wako chumbani, tayari walikuwa wameshamia kitandani, na tayari Stani alikuwa ameshaondoa bukta yake, huku Paulishas alikuwa ametoa chupi yake na kigauni kilikuwa kimeshapandishwa juu. Paulishas alikuwa amelala chali kwa kukunja miguu yake ambayo alikuwa ameitanua, wananyonyana ndibi zao, na huku Stani ambaye alikuwa juu ya Paulishas alikuwa anasugua kunde ya Paulishas ya taratibu kwenye kisima cha Paulishas ambacho kilikuwa kimejaa mlenda mwingi. Kilichoendelea tutakutana nacho katika sehemu ya 7. Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Na sasa tumeshajua mambo mengi sana, kwamba inawezekana kwamba yule bosi kijana kule ofisini alikuwa ndio huyu Stani ambaye amejigiza kwamba alikuwa ni maskini kwa ajili ya kumteka Paulishas. Simulizi inaitwa Taratibu Nitazoea.